Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri iitwayo Kona ya Msalitiwa. Katika sehemu ya kwanza tulikuwa tumeishia pale ambapo kikao kizito kilikuwa kinafanywa na kina Morgan, kitengo maalum cha kushughulikia kazi ovu. Leo kuna jukumu moja muhimu sana. Mwezi mmoja uliopita alikamatwa meno ya tembo kontena 2 yaliyokuwa yanataka kusafirishwa kupitia bandari bubu ya mchango wa hela. Na aliyehusika na biashara hiyo ya magendo alikuwa ni Bwana Raja Indrajesh, Mtanzania mwenye asili ya India, ambaye kwa sasa hivi kugelezana kitumikia kifungo chake. Ila huyo Bwana Raja Indrajesh alikuwa ni mwanachama mkubwa tu wa DR. Na leo ndo siku ambayo yale meno ya tembo yanapelekwa kuhifadhiwa kwenye gara kubwa la maliasili la Charwa. Kuna uwezekano mkubwa sana DR wasiweze kukubali meno hayo ya tembo yapotee kirahisi. Kwa hiyo kuna uwezekano wakavamia msafara wao kupeleka meno ya tembo kwenye gara la maliasili ya Charwa. Inatakiwa mfike na nyema mapema sana kuzuia uvamizi kama utatokea. Pia ni kuwapata hao DR. Njia itakayotumiwa na msafara huo ni kupitia Kifidi kuingilia kwenye msitu wa Charwa na kutokea kwenye maliasili ya Charwa. Sehemu ambayo inaweza kufanywa uvamizi ni wazi kabisa ni ndani ya msitu wa Charwa. Na sasa hivi tayari msafara ushatoka. Yupo na waziri wa maliasili mwenyewe anapeleka msafara huo mpaka sehemu husika. Wapo na askari jeshi la polisi na askari wa maliasili pia. Ila DR ni ngumu sana kuzuiliwa na wote. Hilo ndio jambo la muhimu sana. Sasa una akili, mnasubiri nyie? Tuondokeni hapa tuwahi huko. Morgan aliwahamasisha wenzake safari ianze kwenda huko kuwahi kuweka mambo sawa kama utatokea uvamizi. Wote walianza kujiandaa haraka kwa kuvaa mavazi yao maalumu ya kikomando na silaha zao bila kusahau vikinga risasi. Waliingia kwenye magari yao haraka sana, safari kaanza. Nini kiliendelea? Tukumbuke kwamba Rehani naye alikuwa amepokea ujumbe kwamba uvamizi wa DR unataka kuyapora meno ya tembo. Rehani ni nani haswa? Hao DR ndo hao wakina Keri na wale wakina Puda. Unadhani wakina Puda ndo wanaenda kupora hayo meno ya tembo, ambapo ndo amewaambia wakina Keri waone tu wanavyofanya kazi, wajifunze kutoka kwao. Basi tupo katika sehemu ya pili msikilizaji, ambapo tunakwenda kupata majibu ya maswali yote hayo. Hussein Vumbi ndo mtunzi wa simulizi yetu, ON director ndo ambaye niko nyuma ya mic kusimulia ndani ya studio hizi ya Simulizi Max. Kwa nami mwanzo mpaka mwisho wa sehemu ya pili kuendelea kupata burudani ya simulizi hii, na nikushukuru wewe ambao umepata simulizi kwa ofa ya Krismasi kwa kulipia shilingi kadhaa tu na kisha kupata simulizi na nyingine nyingi kweli kweli. Ofa ni ya kufunga mwaka. Endelea kuburudika na kufurahia na kuelimika kupitia simulizi zetu kutoka hapa Simulizi Max. Na kutoka mwanzo mwaka mpya, basi tutakuwa na simulizi mpya vile vile. Tunaendelea na simulizi yetu msikilizaji. Malori mawili aina ya Scania, kila lori lilikuwa limebeba kontena lilokuwa limejaa meno ya tembo. Mbele ya lori lililokuwa limetangulia kulikuwa kuna gari aina ya Toyota V8 ambazo ndani yake alikuwa waziri wa maliasili akiwa na dereva wake na walinzi wake wawili. Mbele ya gari hilo la waziri kulitangulia Nissan Patrol pickup iliyokuwa na mapolisi wa kikosi maalum kilichopewa jukumu la kusindikiza msafara wa malori hayo. Nyuma ya lori lililokuwa liko nyuma ya msafara kulikuwa kuna Nissan Patrol zingine 2. Moja ilikuwa na mapolisi wa kikosi maalum na nyingine ilikuwa na askari wa maliasili. Nissan Patrol ilikuwa na askari wa maliasili, ilikuwa na kazi ya kutembea pande zote kushoto mwa malori hayo na kulia mwa malori hayo kwa zamu, kisha hiyo ingerudi tena kukaa nyuma. Hiyo yote ilikuwa ni kuhakikisha ulinzi unakuwa imara. Kwenye kila Nissan Patrol kulikuwa kuna askari 6 wenye bunduki aina SMG. Askari wawili walikuwa wanatizama mbele huku bunduki zao zikiwa tayari kwa lolote litakalotokea muda wote ule. Askari mmoja alikuwa akageuka upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia, wote wakiwa na bunduki zao mikononi, huku askari wawili wakiwa wamegeukia upande wa nyuma, wote wakiwa imara kabisa. Magari yote yenye askari walikuwa wamekaa kwa mtindo huo. Waziri wa maliasili alikuwa ni mchapakazi na anajituma, na ndio maana alitaka kuhakikisha kabisa meno ya tembo hayo yamefika salama salmini kwa macho yake mwenyewe. Magari yote hayo yalikuwa yapo kwenye mwendo wa kasi sana, wakiwa nazidi kuchanja mbuga kwenye njia iliyokuwa inakatiza ndani ya msitu mkubwa wa Charwa, na sasa walikuwa ndani ya msitu, mwendo ukiwa ni wa kasi kubwa sana. Mita 800 mbele ya msafara huu kulikuwa kuna mitego ilikuwa imetegwa na kina Puda, huku wenyewe wakiwa juu ya miti tayari kuvamia msafara huo na kwa mashambulizi ya kushtukiza. Watu 6 tu, Puda, Masero, Razaki, Boika, Bisti na Peridoti ndo ambao walikuwa wana mpango mzima wa kuwavamia na kuhakikisha meno ya tembo yanakuwa kwenye mikono ya DR, Death Riders.
Juu ya milima iliyokuwa mita 200 kutoka eneo hilo ambalo akina Puda walikuwa wamepanga mashambulizi, Karen wenzake walikuwa hapo kwenye mlima huo wakiwa wanangoja kuona mbinu na ufanyaji kazi wa akina Puda. Walikuwa na darubini zao ili kutazama tukio hilo lililokuwa linatarajiwa kutokea muda mfupi tu ujao kwa ufasaha kabisa. Gari lao walikuwa wameliegesha chini ya mlima huo kwenye kichaka kimoja kikubwa. Peridoti alikuwa amejitega vizuri kabisa kwenye moja kati ya tawi la mti mbele ya barabara hiyo iliyokuwa inakatiza msitu huo. Peridoti mikononi mwake alikuwa ameshika mpira fulani hivi, mipira midogo midogo ya rangi nyeusi. Hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kupiga mbele ya vioo vya magari. Kikawaida mipira hiyo ilikuwa kipasuka mbele ya kioo cha gari na mwaga wino mwingi wa rangi nyeusi na kufanya dereva asiweze kuona mbele, maana kioo kinakuwa cheusi chote. Kwenye mti mwingine kutoka mti aliyokuwa amekaa Peridoti alikuwa amekaa Puda mwenyewe, ambaye sasa ndo kiongozi wa kikosi hiko hatari kweli kweli. Puda alikuwa amejitega tu kwenye tawi bila wasiwasi, huko akiwa ameningeneza miguu yake akichezea tu kupeleka mbele na kurudisha nyuma. Alikuwa tu amekaa kama anangoja mtu fulani hivi wa kupiga naye stori. Mkononi alikuwa na bastola moja, kwenye mkono mwingine alikuwa na kisu kikubwa chenye urefu wa inchi 28. Marcelo na Razak walikuwa kwa juu ya mti mwingine wakiwa wameshika kamba fulani hivi ambazo hizo zilikuwa zimeshikilia mtego wa nyavu. Boyka na Beast wao walikuwa kwa chini wamejificha kwenye vichaka. Boyka alikuwa yupo kwenye kichaka cha upande wa kushoto na Beast alikuwa kwenye kichaka cha upande wa kulia, na bunduki zao aina ya AK-47 zikiwa mikononi. Waziri na msafara wote walikuwa hawana hili wala lile. Ghafla lori la mbele matairi yake yote yalinaswa na vyuma fulani vilivyokuwa kama meno makubwa ambayo ndo yalinasa matairi hayo. Vyuma hivyo vilitokea chini kwa kasi sana na kunasa lori la mbele na lile la nyuma, mpaka hapo malori yote yalikuwa yamesimama ghafla baada ya kunaswa na vyuma hivyo. Magari ya nyuma Nissan Patrol zilikuwa na askari wa kikosi maalum na nyingine ilikuwa na askari wa maliasili. Nissan Patrol ya askari polisi ilienda kugonga nyuma ya lori kwa nguvu sana. Dereva na askari aliyekuwa ndo mkuu wa kikosi ambaye alikuwa amekaa mbele wote walipoteza maisha hapo hapo baada ya kubanwa na dashboard na vyuma vingine vya gari hilo, huku askari waliokuwa huko nyuma ya pickup wakilushwa na kudondoka chini hovyo. Gari la nyuma lilienda kugonga nyuma ya gari hilo ambalo nalo lilikuwa limegonga lori. Bahati nzuri gari hilo halikugonga kwa nguvu sana kwa sababu dereva alikuwa kakanyaga breki, wakijitahidi sana kuweka hand brake. Kabla waziri na watu wake hawajapata muda mzuri wa kujiuliza kuna nini, waliona gari la mbele yao lilokuwa na askari polisi wa kikosi maalum likiumbayumba na kuacha njia likaingia mapolini. Hiyo ni baada ya dereva wa gari hilo kuona mpira mdogo ukiwa umepigwa kwenye kioo cha gari mbele ya gari, kisha wino mwingi mweusi ukajaa kwenye kioo hicho na kufanya asione mbele. Kwa kuwa alikuwa yupo kwenye mwendo kasi katika jitihada za kuliweka gari sawa bila kuona mbele, ndo gari liacha njia na kuishia maporini kwenye kichaka kimoja. Gari la waziri nalo lilikuwa limeanza kuyumbayumba, ila bahati nzuri dereva wa gari hilo alishapunguza mwendo baada ya kuhisi kuna shuruba na kushuhudia kitendo cha gari la mbele yao kupoteza mwelekeo na kuzama kichakani. Hapo waziri na dereva na walinzi wake walishuhudia watu wawili wakichomoza kwenye vichaka upande wa kushoto wa gari lao na upande wa kulia wa gari lao. Hao walikuwa ni Boyka na Beast wakiwa na bunduki mikononi mwao. Wao ndo walikuwa wanashambulia matairi ya gari hilo na likaanza kuyumba kabla ya dereva kuchukua maamuzi ya haraka ya kusimamisha gari. Boyka na Beast walijua fika kuwa gari la waziri lilikuwa alipitisha risasi na ndio maana alishambulia tairi pekee. Askari waliruka kutoka kwenye gari la nyuma, huku wengine waliokuwa wamedondoka kutoka kwenye gari la mbele wakinyanyuka haraka sana bila kujali maumivu waliokuwa wameyapata na majeraha. Beast alimimina risasi nyingi kuelekea askari hao waliokuwa wapo kwenye upande wake ambao ni upande wa kulia mwa gari yote, huku Boyka naye akimimina risasi nyingi kuelekea askari waliokuwa kwa upande wake ambao ilikuwa ni upande wa kushoto wa magari yote. Askari hao walikuwa ni wale waliokuwa wametoka kwenye ile Nissan Patrol ya nyuma kabisa ambayo yenyewe haikupata madhara makubwa. Beast alibahatika kupambana na askari wote ambao walikuwa wametokea kunyanyuka chini, hivyo mili yao kama ilikuwa imekosa utimamu wa mapambano. Hivyo Beast alikuwa anajipigia tu askari hao kama vile aliwapanga ili awaue. Huko Boyka naye alikutana na upinzani, ila kilichowasaidia hawa wakina Boyka ni kwamba walikuwa wamevaa mavazi yasiyopitisha risasi, hivyo wao ilikuwa ni kushambulia tu. Askari nao hawakuwa na akili za haraka eti kwamba washambulie vichwani. Na kwa upande wa Boyka, kwa kuwa alikuwa na mwaga risasi kama vile hana akili timamu,
Hiyo iliwanyima nafasi askari hao ya kuwaza kumlenga Boyka kwenye kichwa. Askari wengine walitoka kwenye ile Nissan Patrol ya mbele kabisa ambayo ilienda kusimama kwenye kichaka. Askari 8 walishuka kwenye gari hilo, ikiwa ni askari waliokuwa kwa juu ya pickup 6 za kiongozi. Kiongozi wao aliyekuwa yuko mbele kwa dereva mmoja, na dereva mwenyewe alishuka na bastola yake mkononi tayari kwa ajili ya mapambano. Askari walikuwa wapo tayari kufa, ila sio kufeli. Jukumu alilopewa sio la kizembe, na ndio maana hata dereva naye pia aliingia kwenye uwanja wa mapambano. Jamani, hapa ni kufa au kupona. Sisi tumeteuliwa kulinda msafara huu. Ni bora tufie hapa, ila sio mzigo huu kuondoka kirahisi. Ni wazi hawa ni watu kutoka DR na hawa ndio wakina Puda. Ni hatari sana, ila sisi hatutakiwi kuhofia. Twendeni tukapambane nao bila hata kurudi nyuma. Sawa kamanda. Mkuu wa kikosi hiko cha askari polisi aliyejulikana kama Sergeant Richard aliwaambia vijana wake, nao waliitikia kikamavu kumaanisha wako pamoja. Askari watatu walikimbia upande aliko kuwepo Beast. Hapo walikumbana na risasi mfululizo kutoka kwa Beast, na ghafla tu alijikuta kabaki askari mmoja kati ya wale watatu. Huyo mmoja ilibidi akimbilie kujificha mbele ya lori moja ili kujinusuru na risasi zilizokuwa zinatoka kwa fujo sana kwenye bunduki ya Beast. Askari watano walikimbilia alipokuwa Boyka, huku akimina risasi nyingi sana. Boyka alikuwa anashambulia na askari hao watano, huku akiwa anashambulia na askari wengine watatu alikuwa anapambana nao tokea mara ya kwanza waliokuwa wametoka kwenye lile gari la nyuma kabisa. Boyka ilibidi ajifiche na yeye kwenye upenyo wa baina ya lori na lori. Askari hao kutazama juu kuna nini. Kipindi wamesimama ili watizame vizuri alipojificha Boyka, ghafla walijikuta wapo kwenye nyavu iliyokuwa imetokea juu. Kufumba na kufumbua, askari hao wote watano walijikuta wakiwa wananing'inia juu wakiwa wako ndani ya nyavu ambayo ilipelekwa juu baada ya Ruzak na Marcelo kushuka chini na kamba ambazo ndo zilisababisha nyavu hizo kwenda juu. Razaki na Marcelo walifunga kamba hizo kwenye miti na askari hao walibaki kuning'inia juu. Razaki na Marcelo nao walitoa bunduki na Boyka naye alijitokeza ili kukabiliana na wale askari watatu ambao walikuwa wanashambulia. Sasa aliongezewa nguvu kutoka kwa Razaki na Marcelo. Muda wote huo Sergeant Richard yeye alikuwa amejificha tu akijaribu kuwapigia hesabu watu wao, huku naye kiongozi wa askari wa maliasili ambaye alijulikana kwa jina la Mgosi naye alikuwa amejificha. Yeye hesabu zake zilikuwa ni kumpata kiongozi wa kundilo ambaye ni Puda, kwa sababu alikuwa anakijua kikundiko kina kiongozi ambaye ndo Puda. Sergeant Richard alitoka kwa kasi na kwenda kuwashambulia kina Marcelo, ila alikuwa akakurupuka sana. Maana hata wale askari watatu waliokuwa wanapambana kina Marcelo walijificha baada ya kuona kina Marcelo walikuwa na mwaga risasi kama vile maji. Sergeant Richard alikutana na risasi nyingi kutoka kwa Marcelo, huku kwa Beast nako yule askari alikuwa amejificha alipojaribu kujitokeza tu alikutana na risasi nyingi kutoka kwa Beast. Sikilizeni sasa. Hapa tupo kwa ajili ya kulinda mzigo huu, japokuwa nyie kazi yenu ni nilinda mimi, ila inatakiwa kupambana kwa kila namna hapa, tusipoteze mzigo kizembe. Cha msingi ni kutoka kupambana. Waziri aliwaambia walinzi wake wanne aliokuwa nao ndani ya gari baada ya kuona hali inazidi kuwa ngumu, mapambano yalikuwa ni makali sana. Sasa mheshimiwa, ila sisi ndo tutatoka tu nje na wewe utabaki tu ndani ya gari. Yaani mimi, Francis na Ari tunatoka kwenda kupambana, wewe utabaki na Khalid na dereva Mwita. Mlinzi mmoja aliyejulikana kwa jina la Jamari alimwambia waziri, kisha yeye akawa amechukua begi moja lilokuwa liko nyuma ya gari na kutoa bunduki fulani vifupi tu. Urefu wake ulikuwa ni kama inchi 12 tu, ila zilikuwa ni bunduki zenye uwezo mkubwa sana. Aliwapa bunduki mbili wenzake Francis na Ari, na alikuwa amewapa na magazine 3 kila mmoja. Unaonaje hizo mbinu zao? Rea alimuuliza Kerry, ambao walikuwa hapo kwenye mlima wakitazama matukio hayo yote kupitia darubini. Ni kweli wana mbinu nzuri za hatari sana ambazo mvamiwaji hawezi kudhania kabisa kwamba atavamiwa kwa mtindo huo, ila uwezo wao si wa kutisha sana, Kerry alimjibu Rea. Walinzi wa waziri Francis na Ali walitoka na bunduki zao moja kwa moja kwenda kuwashambulia wakina Boyka. Wakina Boyka walijibu mashambulizi, ila walinzi hao nao walikuwa wamevaa suti ambazo zilikuwa zipitishi risasi. Boyka safari alitandikwa risasi za kichwa na Francis na kufa papo hapo. Marcelo na Razaki wao ilibidi wajifiche nyuma ya miti ili kuzikwepa risasi zilizokuwa zinatoka kwa fujo kwenye bunduki za Francis na Ali. Beast naye ilibidi ajisogeze upande huo ili kuja kuongeza nguvu kwa wenzake, ila wale askari watatu nao walikuwa wameanza kushambulia hapo kwa fujo baada ya kuona nguvu imeongezeka kutoka kina Francis. Askari watatu waliungana na kina Francis ili nguvu kuwa imara zaidi. Walikusanya pamoja na kupeana migongo, huku wakiwa makini kushambulia walipo kina Marcelo na alipokuwa Beast.
Jamari wazo lake lilikuwa ni kama tu yale ya kiongozi wa askari wa maliasili, na yeye pia alikuwa anamsubiria mkuu wa kundi hilo. Hivyo alikuwa akasimama tu mbele ya lori moja akitizama huku na kule. Mara ghafla aliposimama Jamali, alikuwa Peridot akiwa na visu vyake viwili mikononi. Jamali alielekeza bunduki yake kumwelekea Peridot haraka. Ile Peridot alishoka kumfikia Jamali na teke moja lilikuwa limepiga mkono wa Jamali, lilikuwa limetosha kuifanya bunduki hiyo idondokee pembeni. Peridot hakuishia hapo. Kwa kasi alipeleka kisu chake kimoja usawa wa shingo ya Jamali, ila Jamali alikiona kisu hiko na kukikwepa kwa kurudi nyuma. Puda naye alitua juu ya kontena moja lilikuwa limebebwa na lori. Alitokea juu ya mti aliokuwa amejitega muda wote. Alishuka kwa lengo la kutoa msaada kwa kina Marcelo ambao walionekanika mashambulizi kama alikuwa amewazidia hivi, hasa kwa nguvu zilizoongezwa na Francis na Ari. Puda alitazama kina Francis wakiwa na wale askari watatu wa maliasili, askari ambao wao walikuwa wamechelewa kumtizama Puda hata baada ya kusikia kishindo kikitua juu ya kontena. Puda karusha kisu ambacho kilienda kutua kwenye kifua cha Francis kwa haraka. Ali na hao askari wote wa maliasili walitazama na kuelekeza bunduki zao alipokuwa Puda juu ya kontena, ila kwa kasi ya ajabu sana zaidi Puda alijilusha na kumwahi Francis kabla hajadondoka, naye alikuwa ameshamfikia na kukichomoa kisu chake, kisha akajilusha tena na kujizungusha. Alitembeza mateke ya vifua kwa Ali na wale askari watatu. Matokeo mazito yaliwapeleka Ali na wenzake chini. Yalikuwa ni kama lifti ya Puda kudunda na kurudi juu ya kontena. Puda ana uwezo mkubwa sana. Umeona alichokifanya hapo, tena kwa kasi sio kwa kawaida. Amekuja kufanya kazi iwe nyepesi kwa wenzake, maana hali ilianza kuwa mbaya. Boyka kasha kufa. Marcelo na Lazaki na Beast walikuwa wanashambuliwa na hawakuwa na nafasi ya kuweza kutisha mashambulizi. Ila yeye kaja kurahisisha kazi kwa wenzake, maana pale Marcelo, Lazaki na Beast kazi yao itakuwa ni kuwaua tu wale aliowashambulia Puda. Fiona alimwambia Kerry na Kerry naye alitoa uchambuzi wake kwa matukio jinsi yalivyokuwa yanaendelea. Hawa level 2 watali wao unaletwa na huyu Puda tu. Fine, aliwaambia wenzake. Hata huyo Puda hana uwezo wa kutisha. Kiufupi hawa level 2, hata wale ambao hawapo hapa wote ni wa kawaida sana. Ila viongozi mabosi wameelewa tu sifa zao. Kerry aliwaambia wenzake. Sema sawa. Marcelo, Lazaki na Beast kazi yao ikawa ni kuwamalizia Francis tu. Ali na wale askari watatu waliomenia risasi nyingi sana za vichwa. Utazani hawana uhakika kama wangekufa kwa risasi moja. Vichwa vya kina Francis havikutamanika hata kuvitazama, walichakaa kwa risasi. Visu vya Peridot vilikata hewa baada ya Jamali kukwepa visu hivyo. Peridot alimwendea tena Jamali, ila hakumfikia. Alisikia risasi imepiga kwenye bega lake na kumpotezea mwelekeo na kumfanya asimame kabisa kutazama risasi ilipotokea na ni nani alikuwa amemshambulia. Peridot alimuona mwanaume ambaye alikuwa amevaa suti nyeusi kama Jamali tu. Bahati aliyokuwa nayo Peridot ni kwamba risasi ilipiga kwenye bega ambako kulifunikwa na nguo ambayo haipitishi risasi. Mwanaume huyo aliyempiga risasi Peridot alikuwa dereva wa waziri ambaye hata yeye alikuwa ni mlinzi pia na ana mafunzo ya kijeshi. Aliamua kuongeza nguvu ili kuwasaidia wenzake. Peridot aliacha kumfuata Jamali, sasa aliamua kumfuata mlinzi. Mlinzi alitaka kuachia risasi, ila kabla hajaachia risasi kisu kutoka Peridot kilizama kwenye mkono wake na kumfanya aachie bastola yake, naye akadondoka chini. Peridot alikuwa sasa anamwendea mlinzi huyo kwa hasira sana. Hakutaka hata kumchelewesha. Ila Peridot kabla hajamfikia mlinzi huyo ilibidi asimame kwanza kuzuia risasi 3 zilizokuwa zikimjia. Alizuia kwa kisu chake kimoja alichokishika mkononi. Kisha akamtazama nani ambaye alikuwa kafiatua risasi. Hapo alimuona waziri akiwa nyuma ya mlinzi wake kashika bastola yake, na yeye ndiye alikuwa ameshambulia kwa risasi. Peridot alishangaa kidogo kuona waziri naye kaamua kuingia uwanja wa mapambano. Huku waziri na watu wake wakiwa wana mshangao mkubwa sana kuona Peridot kazuia risasi 3 kwa kisu tu kilichokuwa mkononi. Huyo Peridot naye ni balai, anazuia risasi kwa kisu tena kimoja tu. Fiona alishangaa uwezo wa Peridot. Kwa hakika ana uwezo mkubwa sana, nadhani ndo maana Puda waga anamwamini zaidi huyo Peridot. Kerry alikubali uwezo wa Peridot. Nenda kamfuate kiongozi wao. Huyu tuachie sisi. Waziri japo alikuwa anamhofia Peridot, ila alimwambia Jamali aende kupambana na Puda, yeye na dereva wake wangemkabili Peridot. Jamali alikimbia na kudandia lori juu kabisa kwenye kontena. Alikimbia juu ya kontena hilo na kurukia kwenye lori jingine na kutua tena juu ya kontena ya lori hilo. Hapo mbele yake alimuona Puda aliyekuwa kasimama hatua kama 10 tu kutoka
alipo. Mahesabu ya Jamali yalikuwa ni sawa na mahesabu ya yule kiongozi wa askari wa maliasili, maana na yeye alikuwa kashapanda juu ya lori hilo akiwa kashafika juu ya kontena. Kwa hiyo hapo Puda alikuwa yupo katikati ya watu wawili. Upande wake wa kushoto alikuwa akasimama Jamali na upande wake wa kulia alikuwa akasimama kiongozi wa askari wa maliasili. Wow. Waga nafurahi sana kukutana na watoto ambao wanadhani kwamba kupigana na mimi ni kama kupiga bao la kwanza. Sasa njooni warembo ni watoe bikla za miguu kwa vidole. Kiufupi ni kwamba ni wasaini rasmi kwenye chama cha mashoga na nyinyi muanze kusapoti upinde. Puda alitamba mbele ya Jamali na askari wa maliasili kwa tambo za kejeli na zihaka kubwa sana. Askari huyo wa maliasili alikuwa na bastola mkononi mwake, ila alitupa chini bastola ikaenda kudondokea chini kabisa kwenye ardhi kutoka hapo juu ya kontena kwenye lori. Alitaka kupambana na Puda mkono kwa mkono, japo aliona kabisa Puda alikuwa na kisu kwenye mkono mmoja na mkono mwingine alikuwa na bastola, ila yeye hakujali hilo. Pambana na wanaume uone, acha tarabu. Askari wa maliasili alijibu Puda kwa tambo za zihaka pia. Jamali yeye hakutia neno lolote, ile alikuwa anajipanga tu kumshambulia Puda. Askari wa maliasili alianza kumwendea Puda kwa kasi, huku nako Jamali alianza kumwendea Puda kwa kasi. Puda alirusha kisu chake kwa kasi, kilienda kutua kwenye kifua cha askari wa maliasili na kumfanya askari huyo asimame ghafla na kuganda kama vile sanamu. Puda alimgeukia kwa kasi Jamali ambaye alikuwa kashamfikia Puda na aliona ngumi ikimjia usoni kutoka kwa Jamali. Puda inama ngumi hiyo kama impita juu na Puda ile ananyenyuka aliona ngumi nyingine ikinamjia za uso. Aliitoa kwa mkono wake mmoja tu. Jamali alitaka kuendelea kumrushia Puda ngumi za mfululizo, ila hakuipata nafasi hiyo. Puda alikuwa na kasi kubwa kuliko yeye. Ilikuwa ni zamu ya Jamali kukabiliana na ngumi za Puda. Ngumi 3 zilimjia zikiwa zinamjia usoni. Alizipangua zote kwa mikono yake. Ngumi zilikuwa ni nzito sana, ni kama vile Jamali alikuwa anazuia nyundo kwa mikono. Ngumi ya 4 ilikuwa inamjia Jamali, aliinama na kupisha ngumi hiyo. Kabla hajainuka aliona ngumi nyingine kinamjia tena uso wa kichwa, akainama zaidi. Hapo alizama kwenye mtego wa Puda. Puda alimpelekea goti lenye nguvu sana. Goti lilipiga uso wa Jamali na kumfanya arudi nyuma kwa kasi bila kupenda, akiwa na maumivu makali na damu zikimtoka puani na mdomoni ambako alijingata baada ya kupigwa na goti. Puda hakuishia hapo, alimpiga tena usoni Jamali kwa kutumia kitako cha bastola aliyokuwa nayo mkononi mwake, na kitako hicho kilimpata vyema Jamali juu ya jicho. Ngumi nyingine nzito ilitua kwenye mdomo wa Jamali, kisha Puda akampiga Jamali teke lilomrusha na kumbwaga juu ya kichwa cha lori hilo. Puda alimwendea kasi yule askari wa maliasili ambaye alikuwa ameganda tu baada ya kupigwa kisu. Kisu ambacho Puda alikuwa amekilenga kwa mahesabu na kitaalamu, ndio maana askari wale aliganda hapo hapo. Haikuwa kwa bahati mbaya, huo ni utaalamu wa mtu hatari. Puda alikichomoa kisu kwenye kifua cha askari huyo na kumshindilia teke lilomrusha askari huyo, huku akisindikizwa na risasi 3 zilizozama kwenye kifua cha askari huyo na kusababisha askari huyo kufika chini akiwa kasha kufa. Kisha Puda akamgeukia Jamali ambaye alikuwa anasimama kwa kujiinua kivivu sana kutokana na maumivu aliyokuwa nayo. Puda alinyosha bastola yake na kumwelekezea Jamali. Ghafla bastola ile ilimtoka mikononi mwake na kudondoka chini kabisa ya lori. Hiyo ni baada ya goroli fulani hivi ya chuma kupiga kwa nguvu kwenye mkono wake. Puda alishtuka na kutazama ilipokuwa imetokea goroli hiyo. Hapo alimuona mwanaume mmoja akitua juu ya kontena hilo. Puda hakujua mwanaume huyo katokea juu ya kontena chini au katokea wapi, ila alimuona tu akitua hapo kana kwamba ni mtu aliyeluka kutoka sehemu moja, na hakusikika kishindo chochote kile. Baada ya mwanaume huyo kutua, mwanaume aliyekuwa kwenye mavazi meusi kama ya kininja ambayo yalikuwa yamenakishiwa kwa rangi nyekundu sehemu mbalimbali za vazi hilo, huku vazi hilo likiwa na silaha zilizokuwa zimewekwa kiustadi mkubwa sana kwenye vazi hilo. Na mbele ya vazi hilo kifuani kuna maandishi yaliyokuwa yanasomeka Raxi Soz, huku sura ya mwanaume huyo ikiwa haionekaniki kwani ilifunikwa na kofia ya vazi hilo ambayo ilikuwa ni kama ya kininja. Puda alishtuka kidogo baada ya kumuona mwanaume huyo, maana hakuwa mgeni sana machoni mwake. Alikuwa anamuona kwenye mitandao, kwenye taarifa mbalimbali za habari. Hata wao pia kama DR walishamjadili mara kadhaa na kuwa moja kati ya watu wanaowatafuta, maana mtu huyo mara nyingi huharibu mipango yao. Ila leo ndio ilikuwa mara ya kwanza kuona naye ana kwa ana. Raxi Soz, hatimaye leo hii umejaribu kuingia kwenye njia zangu. Kwa hakika leo hauna bahati hata kidogo, maana leo hii ndo siku yako ya kufa kwa mkono wangu. Nashukuru umekuja wakati mwafaka sana. Puda alimwambia mwanaume huyo huku akimtazama kwa umakini na kuonekanika kutokumuogopa hata kidogo. Wewe, huyo si Raxi Soz anayeharibuki mipango mingi huyo? Rea aliwauliza wenzake. Ndio yeye, na hapa amekuja kufanya hivyo hivyo. Faini alimjibu Rea. Siku atatokea pia kwenye misheni zetu, siku akijaribu kuingia kwenye njia zetu.
tutamuua siku hiyo, alisema Fiona. Hebu tuone kwanza uwezo wao leo. Ken alisema hivyo huku macho yake yakiwa makini sana kwenye darubini zao. Wewe kweli ni punda kama lilivyo jina lako, punda. Sasa punda, hata akili zako pia ni za kupelekwa tu kipunda punda tu. Dunia hii inahitaji watu wanaojitambua zaidi ya DR. Dog riders wanavyokuhitaji wewe. Una miaka 25, ila kinachosikitisha zaidi miaka hiyo yote hujawahi kabisa kuifanyia hii dunia jambo lolote la maana zaidi ya kuimwagia tu damu za watu wasiokuwa na hatia. Kwa sasa najiuliza kutoka kwa jina lako la Diana ukafika hadi kuitwa Puda, sijui punda. Sasa leo familia yako inaenda kumwaga chozi baada ya kupokea msiba wako, huku dunia itapiga shangwe za furaha kwa kupokea kifo cha mdogo wake Shetani ambaye anakufa leo. Ardhi tayari na hamu kubwa sana ya kupokea mtenda dhambi wewe ambaye hauna hata doa la jema moja. Diana Joseph Malipa, familia yako huko Morogoro inaenda kumwaga chozi kwa ajili yako na kujutia kabisa ujinga wao wa kufurahia pesa zako unazokuwa zituma kuihudumia familia hiyo, huku inatambua kama unafanya kazi chafu na za kutisha sana kwenye kupata hizo pesa haramu. Buda alijikuta akiwa anaingiwa na hofu na wasiwasi mkubwa sana, sio tu kwa sababu mwanaume huyo alikuwa anampa onyo, ila ni kwa sababu mwanaume huyo alionekana kumjua kuliko alivyokuwa nadhani yeye. Huko walipokuwa Marcelo Razaki na Beast walikuwa wakimtazama kiongozi wao Buda kwa juu alipokuwa akizozana na Raksi, ghafla alishtukia kukiwa kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa katika vazi la Raksi, ila yeye lake lilikuwa limekaa kikike zaidi, huku usoni mwake akiwa na barakoa iliyokuwa imeziba macho yake na pua tu. Huyo alikuwa ni Mira, naye hakuwa mgeni sana kwa wakina Marcelo, maana walikuwa na taarifa zake kwamba ni moja kati ya watu ambao ni timu ya Raksi Souls. Mwanamke huyo alikuwa na mapanga mawili mikononi mwake, mapanga aliyokuwa yamejikunja mithili ya mwezi mwandamo au mundu ya kukatia majani. Marcelo hakuwa na cha kujiuliza, ukizingatia alikuwa na hasira za kumpoteza mwenzao Boyka. Basi alimwendea mwanamke huyo huku akiwa na mina risasi kutoka kwenye AK47 yake aliyokuwa nayo mkononi. Mwanamke huyo alifyatua mkono wake haraka na kwa nguvu sana, hapo akawa ameachia kisu chake huku yeye akiruka juu kwa kufyatuka. Utadhani kachukua na ndege mkubwa sana. Hapo risasi zote zilizokuwa zimeachiwa na Marcelo zilipiga hewa, huku kile kisu kilichorushwa na mwanamke huyo kilichokuwa kinaenda kwa mtindo wa kuzunguka kwa kasi sana kilienda na kupita katikati ya shingo ya Marcelo, na kupita kisu kilienda kushika kwenye mti na kukita hapo. Razaki na Beast walibaki kushangaa tu kipindi kichwa cha Marcelo kikidondokea kwake na mwili wake ukidondokea kwake, na hawakuona kabisa kwamba yule mwanamke baada ya kurusha alikuwa ameishia wapi au alitua wapi. Ni kama alikuwa amepotelea angani hivi, japo alisi labda akapotea kwenye miti huko. Peridoti akiwa na visu vyake mkononi mwake, hiyo baada ya kurusha kile kisu chake cha kwanza kwa mlinzi wa waziri aliyekuwa anashambulia, kwa hiyo alitoa kisu kingine na kuwa na visu viwili tena. Peridoti alishazuia risasi 7 kutoka kwenye bastola ya waziri, na sasa bastola ya waziri kumesha risasi. Peridoti alitumia muda huo kumwendea waziri, ila Peridoti alikutana na teke zito lomrudisha alipotokea na kujikuta akitua chini kama mzigo. Peridoti alihisi huenda amegongwa na pikipiki iliyokuwa ipo kwenye mwendo kasi sana, ila lilikuwa ni teke. Peridoti alinyanyua huku bado akiwa na maumivu makali kifuani mwake, ambapo ndipo lilitua teke. Peridoti akamtazama mtu aliyekuwa amempiga teke hilo. Alimuona mwanaume aliyekuwa kwenye mavazi kama ya Raksi, ila yeye mavazi yake yalitawaliwa na rangi ya blue, huku usoni mwake akiwa kajichora chora na rangi ya blue, michoro isiyokuwa inaeleweka iliyokuwa inafanya hata sura yake isitambulike pia. Mwanaume huyo kwenye mkono wake mmoja alikuwa na cheni ngumu sana, ambayo kwa mbele ya cheni hiyo ilikuwa na chuma fulani hivi kizito chenye ncha ngumu kama za misumari nchi 7 hatari sana, na hiyo ndio ilikuwa ni silaha yake hatari zaidi. Peridoti alimwendea mwanaume huyo kwa kasi, huku akiwa amevishika visu vyake kikakamavu sana, ila kasi yake ilikuwa ni ya kawaida sana kwa mwanaume huyo. Kabla hajamfikia silaha ya mwanaume huyo, ambayo ndo kile chuma kilichokuwa kwenye cheni, kilitua kwenye kichwa kwa nguvu na kukipasua vibaya sana kichwa cha Peridoti na kukifanya kimwage damu na ubongo kwa pamoja. Razaki na Beast walikuwa wanaangaza huku na kule wakiwa na hofu, lakini hawakuona mwanamke yule. Kufumba na kufumbua, mwanamke huyo alionekanika kasimama kwenye mti ambao kile kisu chake kilienda kikajichomeka. Mwanamke huyo alichomoa kisu na
watizama Beast na Razaki. Wote bunduki zao walizielekezea hapo kwa mwanamke huyo. Beast alikuwa ni wa kwanza kumshambulia mwanamke huyo, ila ghafla bunduki ikawa nzito mikononi mwake na kumtoka ikidondoka chini, huku naye akienda chini kama mzigo, kama mwamba. Mwili wake mwenye ulimzidi uzito. Hiyo ni baada ya kisu kutoka kwa mwanamke huyo kuzama kwenye kichwa cha Beast na kuumaliza mwendo hapo hapo. Razaki alijikuta kama anachanganyikiwa hivi. Ni sekunde kadhaa tu tayari wenzake wawili walishakufa mbele ya macho yake. Razaki alianza kumina risasi kama chizi kumwelekea mwanamke huyo, ila alijikuta akiwa anapiga hewa. Mwanamke huyo mara alikuwa yuko kushoto, Razaki anapiga risasi kushoto, mwanamke ghafla yupo kulia. Razaki anapiga kulia, mara mwanamke karudi tena kushoto. Hapo risasi zilikuwa zinapiga hewa bila mafanikio ya kumpata mwanamke. Kufumba na kufumbua, mwanamke huyo alimfikia Razaki. Razaki kabla hajapata maamuzi alipokea ngumi nzito ya shingo, ngumi ambayo ilikuwa na uzito zaidi ya kilo 70. Razaki alijikuta bunduki imekuwa nzito kwenye mikono yake na akaitupa chini. Hakupewa nafasi ya kujisikilizia zaidi, kisu kilizama kwenye utosi, na kwa kuwa kisu hicho kilikuwa kimepinda kama mundu, kilizama kwenye utosi na kutokea katikati ya pua na mdomo. Alikufa vibaya sana Razaki. Huyu mwanamke aliyekuwa anafanya mauaji hayo kikatili alijulikana kwa jina la Mira. Puda aliona kama Raksi ana maneno mengi sana. Aluka kwa kasi kumkaribia kwa sarakasi safi. Hapo miguu yake yote ilikuwa inamwendea Raksi kifuani, ila pigo hilo Raksi aliona vizuri kabisa. Kwa kuwa miguu ya Puda ilikuwa inamjia Raksi huku ikiwa Puda kaibananisha, Raksi alipiga miguu hiyo kofi moja tu kutokea nyuma ya kiganja chake. Hapo Puda kalushwa kwa nyuma kurudi alipotoka kwa kasi ya ajabu sana. Japo Raksi alionekana kupiga kofi la kawaida jepesi tu kwenye miguu ya Puda, Puda aligeuza kwa sarakasi na kutua chini kwa kutanguliza mikono, kisha akajibetua na kusema tena, ile miguu yake ilimuuma sana. Puda alipigwa na hofu, na pigo alilokuwa ameamini kwamba ni zito lizuiliwa kirahisi sana na Raksi, na miguu yake ilimuuma utazani kapigwa na nyundo hivi. Yule mkaka anadharau kazuia pigo zito kama ile kwa kofi tu. Tena sio kofi tu, ni kofi la nyuma ya kiganja. Fiona na Lea walishangaa uwezo wa Raksi wa kupambana. Puda alimwendea tena Raksi kwa kasi, kwa kipeleka kisu chake usawa wa jicho la Raksi, ila kisu hicho kilishia kati ya vidole viwili vya Raksi. Yaani Raksi alidaka kisu cha Puda kwa vidole viwili tu, kidole cha kati na kidole cha shahada. Kisu kilikuwa kipo kati ya vidole hivyo. Puda alijaribu kukivuta kisu chake kwa nguvu zake zote, ila kisu hakikutoka kwenye vidole hivi vya Raksi. Ni kama vile kisu kilidakwa kwa mashine ya kubania vyuma, kumbe ilikuwa ni mkono wa mtu, tena ni vidole tu. Puda aliamua kuachana na hiki kisu. Alijaribu njia nyingine ya kumshambulia Raksi, huku hofu ikizidi moyoni mwake, maana aliogopa sana kumwona mtu anadaka kisu kwa vidole, ambacho katumia nguvu nyingi sana kumshambulia naye. Ila alichelewa kufikia maamuzi. Alishtukia ngumi nzito ya kifua. Ngumi ilimfanya ajisikie kama mwili mzima umekosa mawasiliano. Puda alijikuta anarudi nyuma kwa kasi, huku bila kupenda hakupewa nafasi ya kurudi nyuma zaidi. Ghafla alijikuta yupo hewani baada ya kuchotwa mtama na Raksi. Puda karushwa kwa kimo cha ng'ombe. Raksi alimshusha Puda kwa kisu cha tumbo alichokuwa amekikita kwenye tumbo na kumbamiza chini kwenye bati gumu la kontena kwa nguvu. Kisu chake mwenyewe Puda kilimuua na alikufa kirahisi sana. Hapana, huyu Raksi sio kiumbe cha kuingia kirahisi. Labda urudi tena kwenye mafunzo upya ya kupigana na ujifunze kwa zaidi ya miaka 5 ndo unaweza kumweza. Keri aliwaambia wenzake ambao nao walibaki midomo wazi baada ya kuona alichokifanya Raksi. Ni sekunde 40 pekee zilitosha kwa Raksi kumchakaza Puda, na kwa sasa Puda alikuwa kashapewa jina jipya, Marehemu. Kazi ilionekana kuwa nyepesi sana kwa kina Raksi. Kazi hiyo ilifanikishwa na Raksi mwenyewe, yule mwanamke ambaye alijulikana kwa jina la Mira na yule mwanamume alijulikana kwa jina la Bariza. Kiujumla kundi lao walikuwa wanaliita White Fire, moto mweupe, japo hapo hakukuwa kundi zima. Raksi alishuka na jamari kutoka juu ya lori hilo. Bariza na Mira waliwashusha wale askari kwa mitego kwenye nyavu wakishirikiana na mlinzi wa waziri, kisha walitegua ile mitego ilikuwa imenasa malori. Raksi aliongea kidogo na waziri, kisha akamwachia waziri gari lao moja waliokuwa wamekuja nalo, kwa sababu gari la waziri lilikuwa limeharibika. Raksi na wenzake waliondoka hapo na kuacha waziri na watu wake nao wakienda kufikisha mzigo huko sehemu husika, huko askari wengine wakibaki sehemu ya tukio na askari wengine wakiwa njiani kuja eneo hilo baada ya kupewa taarifa.
Kijana wenzake pia waliingia kwenye gari lao na kuondoka kupitia njia nyingine, huku wakiwa bado wanashangaa uwezo wa White Fire jinsi ulivyo. Dakika 20 baadaye ndo muda ambao kikosi cha Eagles kilifika, ila walikuta miili ya wakina Puda ikiwa imewekwa sehemu maalum, huku kukiwa kuna askari kadhaa walikuwa wamesimamia eneo hilo. Hawakuwa na la kufanya zaidi ya kuchukua maelezo na kuangalia jinsi ya kuyafanyia kazi maelezo hayo. Tuje upande mwingine wa simulizi yetu. Jamila na Asha kwa sasa hivi walikuwa wamehamia kabisa kwa Mabangi, na Mabangi hakuwa na pingamizi juu ya watu hao ambao yeye aliwachukulia kama ndugu zake wewe. Licha ya nyumba ya Mabangi kuwa nzuri kuanzia uzio wake, muonekano wake wa nje wa nyumba hiyo na muonekano wa ndani uliopambwa na vitu vingi vya thamani, hiyo haikuwa sababu ya Jamila na Asha kumpenda na kumthamini Mabangi. Alo safi ya Mabangi na wema alioutenda kwao ndo uliwafanya wampende sana Mabangi. Wenye pesa huongezewa, hilo lilithibitika kwa Mabangi. Maana baada ya kupata zile pesa milioni 100, kuna kiasi cha pesa alihitaji kukiweka bank. Hapo alikuwa amewaza kufungua akaunti, ile alikumbuka alikuwa na akaunti yake ambayo aliwahi kufunguliwa na babake, ila akaunti hiyo ilifungwa baada ya yeye kukosana na familia, hususan babake, na hapo akabaki na kadi tu. Ila akili yake ilimtuma akajaribu tu kutizama akaunti ya kadi hiyo kama inafanya kazi. Bahati ilikuwa upande wake, kwa sababu alikuta kadi yake inafanya kazi, na maana kwamba akaunti yake ipo huru na ilikuwa na milioni 700. Alishangaa sana, ila alifurahi pia. Hakutaka hata kujisumbua kufuatilia nani kafungua, kama ni babake au kakake au dada yake, ila hao wote walikuwa wanamchukia sana. Alijua wazi hawezi kufanya hivyo, akawaza labda ni mama yake, ila alijua wazi mama yake yupo nyuma sana kwenye mambo yake. Ni kama huaga hajali kuhusu yeye, ni wazi kabisa singeweza kufanya hivyo. Alisi atakuwa ni mdogo wake Jairat, maana huyo ndo ndugu yake pekee aliyekuwa anampenda tena kwa dhati kwenye familia mzee Inyoni. Kitendo cha Jamila na Asha kuwa wapo hapo kwa Mabangi kilimfanya Priya naye awe anafika hapo mara kwa mara, huku moyo wa Priya ukiwa umezama mazima kumpenda Mabangi. Maana we ngoja tuone msikilizaji. Simulizi yetu msikilizaji ni mapigano, maisha na mapenzi. Tunaenda na vyote yani. Sawa. Asubuhi mapema nyumbani kwa Mabangi, Jamila na Asha walikuwa wanaendelea tu na usafi kama ilivyo kawaida kwa desturi ya karibia kila nyumba. Vipi mko poa? Mabangi aliwasalimia Jamila na Asha, walikuwa wanafanya usafi sebuleni. Jamila alikunguta vumbi kwenye masofa na Asha akiwa na vifaa vya kudekia akiwa kaanza kupiga deki upande ambao Jamila alikuwa anakashafagia. Poa tu kaka, umemkaje? Asafi, umemkaje? Asha alijibu salama ya Mabangi na Jamila naye alijibu, niko poa tu, sijinye mmemka salama? Tumemka salama kabisa yani. Poa, hii pesa ya mambo madogo tu ya hapa nyumbani mimi natoka. Mabangi aliongea hivyo huko akiwa anamkabidhi noti kadhaa za 10,000 Jamila. Japokuwa humo ndani kulikuwa na kila kitu, ila Mabangi alikuwa anajali sana kuhusu familia yake, hiyo hakutaka wawe na shida ndogo. Huyo hata mimi hanipagi hela wakati hanunui chochote kile, kila kitu vya kula na vinywaji vyote viko, lakini akinipa hela ujue buku tu au buku mbili wakati anakuwa na mahela mengi tu. Asha aliongea kwa kulalamika na kwa namna fulani hivi alikuwa na deka. Muda huo alimfikia Mabangi na kumkumbatia kwa kubana mkono Mabangi kwenye tumbo na kifua chake. Wewe, sikupagi hela wewe. Usijishaue hapo nyo. Jamila aliongea kwa kufoka akimfokea mdogo wake Asha. Mabangi alibaki kucheka toka kiwatazama kwa zamu. Hata hivyo aligundua utofauti kwamba Asha kajiridhisha kabisa kwamba yeye ni kaka yake, ila Jamila kuna namna fulani hivi alikuwa tofauti kidogo. Ni kwamba alikuwa hawezi kutazamana na Mabangi usoni hata kwa sekunde 10 tu. Ila Asha yeye alikuwa anaweza kumtizama Mabangi kama tu anavyomtizama kakake Roja, na alikuwa anaweza hata kujiachia kama tu anavyojiachia kwa kakake Roja. Asa nataka niseme ukweli au? Ukweli gani wakati wewe kila siku unaenda saruni, pesa unapata wapi kama sikupi? Sikilizeni sama lombana ni jamani. Asha na wewe nakupa za kwako, kwa hiyo kila mtu anakuwa na hela zake, na huo ndo utakuwa ni utaratibu mpya wa kila siku. Nikiwa natoka kila mtu nampa hela zake. Mabangi alimaliza utata huo kwa kumpa Asha naye pesa zake. Familia hii ilikuwa na furaha sana chini ya Mabangi, hata wao walijihisi wapo sehemu salama zaidi na walikuwa na amani kubwa sana. Mabangi alitoka zake nje ya nyumba hiyo na taratibu alikuwa anapiga hatua zake taratibu akifuata geti. Hapo alisikia geti hilo lilikuwa linagongwa, ni kwamba kuna mtu alikuwa anabisha hodi. Mabangi alifika geti na kufungua, alikutana uso kwa uso na Priya. Priya alishtuka kidogo kukutana na Mabangi uso kwa uso kwa sababu hakutegemea. Priya alijikuta akiwa anajichekesha tu kwa aibu na aiba zake za kike. Za asubuhi Priya.
Mabangi alivunja ukimya kwa kumsalimia Priya aliyekuwa yuko mbele yake. Salama tu za kwako Jay. Katika kitu ambacho Mabangi alikuwa anakipenda sana kutoka Priya ni kusikia Priya akimuita jina lake. Japo Mabangi alikuwa halipendi jina lake, ila alifurahi kuitwa hilo jina na Priya. Hata kama alikuwa analiita kiufupi, badala ya kuita Jaireni alikuwa anamuita Jay. Na sio kama Mabangi alikuwa haoni uzuri wa Priya, alikuwa anauona na alikuwa anakiri moyoni mwake kwamba hakuwahi kumuona mwanamke mzuri kama Priya hata kwenye TV. Uzuri na sura na shepu, ila Mabangi alijiona yeye alikuwa na mambo mengi, hivyo hakutaka kumchezea mtoto wa watu huyo chotala aliyechanganya damu ya Kihindi na Kingoni. Aniko poa tu, Samina ingi kwenye mitikasi uko baadaye, wewe si upo hapa au? Yes, mimi nipo Jay. Utanikuta ukirudi. Priya alimjibu Mabangi huko akiwa anachia tabasamu pana usoni mwake. Tabasamu ambalo lizidi kuonesha uzuri wake. Mabangi alimpa Priya noti 5 za 10,000 na kuondoka zake akimwacha Priya anaingia ndani. Huyu Jay ni mwehu hivi, anadhani kama mimi ni mwanamke wa kupenda pesa. Sasa sijamuomba pesa ila ananipa tu. Kwanza haoni kama nampenda au anajitoa tu fahamu. Priya alikuwa anajiongelesha mwenyewe kwa sauti akionekana kuchukia kwa kitendo cha Mabangi kumpa hela. Sio kama alikuwa hajapenda kupewa hela, ila alikuwa anachukia kuona kama vile Mabangi alikuwa hazioni zile ishara zake za kumuonesha kwamba anampenda. Na aliamini Mabangi anaelewa, ila tu kaamua kumpotezea kwa dharau na kujizima data. Ila Priya alishindwa kuonyesha kuchukizwa mbele ya Mabangi. Alikuwa anampenda kiasi hawezi kuonesha makasiriko yake mbele yake. Wanaume akijua anapendwa bwana wangu anadharau sana mbwa hawa. Ila kwa nini mimi nakuwa naumia tu wakati Jay sio mpenzi wangu? Wala nini? Shenzi huyo. Atajijua mwenyewe bana. Wewe vipi tena? Mbona unaongea peke yako? Asha aliyekuwa anapiga deki barazani alimuuliza Priya huko akimtizama kwa mshangao. Priya alionekana kuwa na sura yenye hasira kiasi. Si huyu kaka yenu huyu mshenzi kabisa sasa. Yaani anajifanya haoni kama nampenda. Anajishaua tu hapa na kunipa hela. Kwani mimi nimwambia nataka hela? Sasa wewe chumba chake si unakijua? Wewe unaenda tu chumbani kwake ukiwa huko uchi. Kwanza si mtaki tena mwehu kabisa huyo. Na una ushauri wa kipuzi kabisa. Kwa niende kujisha mwenyewe. Asha alibaki kumcheka tu rafiki yake huyo kwa malalamiko yake. Ghafla akasikia tena gongwa, ikabidi Priya akafungue geti ili kujua nani ambaye alikuwa anabisha hodi hiyo. Priya alijikuta anatazama na mwanamke mmoja mrembo sana, japo hakuwa mrembo kumzidia ila alikuwa ni mrembo sana tu. Sura nzuri, rangi yake mwenyewe wanaita maji ya kunde, alikuwa amevalia kiblauzi cha kubana kifupi, kilikuwa kimeishia chini kidogo tu ya kifua huku kikiacha sehemu kubwa ya tumbo kuwa wazi na kitovu na nyuma kuliacha sehemu kubwa tu ya mgongo iwe wazi kabisa pia. Chini alikuwa amevalia suruali ambayo ilikuwa pana kiasi yenye mifuko mingi. Licha ya suruali hiyo kuwa pana kiasi, ila kiuno kufungiwa mkanda kulionyesha wazi kiuno kizuri cha mwanamke huyo kilichokuwa chembamba, huku kikimsababisha awe na umbo nambari 8 kwa sababu chini alikuwa katuna kidogo, hasa mahipsi zake hapo na makalio yake. Sura mwanamke huyo ilikuwa ni nzuri iliyolembwa na macho yake maregevu na makubwa, huku dimples zikizidi kuonesha uso wake hasa akitabasamu. Mwanamke alijikuta anatabasamu mbele ya Priya ambaye alikuwa yuko serious sana akimtazama mwanamke huyo juu mpaka chini, hasa macho yake alikuwa ameyakaza kwenye kiuno cha mwanamke huyo, ambapo juu ile suruali kidogo kulikuwa kunaonekanika pindo za kyupi rangi nyekundu. Ni kusaidia nini? Priya alimuuliza mwanamke huyo kwa sauti kavu isiyo hata na aina yoyote ya urafiki, huku akiwa amemkazia macho. Namtaka Mabangi. Mwanamke huyo alimjibu Priya huku akiwa analea tu kutabasamu vile vile. Unamtaka unamuulizia? Namtaka. Mwanamke huyo alimjibu Priya bila hata wasiwasi huku akiendelea kutabasamu. Wewe nani yake? Priya alimuuliza kwa sauti yenye ukali, maana aliona mwanamke huyo ni ana kiburi. Mpenzi wake. Nina. Sasa peleka huko hapa hakuna cha Mabangi wala masigara hapa, mshenzi nini wewe? Priya alipayuka kwa hasira. Ungeshangaa kilichomkasirisha ni nini wakati alisema hamtaki tena Mabangi. Ni vituko, yani hamtaki mtu ambaye hata hawana uhusiano wa kimapenzi na anamuonea wivu kama vile hapo kwenye uhusiano wa kimapenzi. Wewe kwa nini ndani yake? Mbona povu linakutoka dada? Kafulia hilo povu makyupi yako machafu kwa mwanamke mzima unavaa chupi nyekundu. Kwani wewe ni mganga? Mimi ni mke wa Mabangi na wewe ni malaya. Mke au mkeka? Ngoja niondoke maana nahisi wewe dishi limeyumba. Kama ndo mke wewe basi Mabangi kala hasara.
Mvua ya matusi iliporomokea mwanamke huyo kutoka kwa Priya, ila hakujali. Alikuwa anaondoka huko mara kwa mara akimgeukia Priya na kumcheka, kitendo kilichomfanya Priya kuzidi kuchukia. Priya alitoa simu yake na kutafuta namba mabangi na kutuma ujumbe. Kwa hiyo umeamua kuleta malaya zako nyumbani, si ndio? Mbona huniheshimu mwanaume wewe? Priya mwenyewe alijikuta mdomo wazi baada ya kurudia kusoma ujumbe huo aliotuma kwa mabangi. Priya aliufuta ujumbe huo, ila ilikuwa kazi bure, maana ulishaenda kwa mhusika. Turudi miaka 20 iliyopita. Kazi ya kumkomboa mtoto wa waziri mkuu Daso Mlena ilifanikiwa kwa msaada mkubwa wa Dago, na kwa sasa walikuwa sharudi mjini na ile kambi ilikuwa ipo chini ya mamlaka. Sifa nyingi sana zilikuwa zikimwendea Inyoni. Licha ya kuwa kazi ilifanikishwa akiwa sambamba na Dago, Inyoni alipongezwa na rais pamoja na waziri mkuu, na walizidi kumwamini na kumpenda, hasa walipokuwa wanazisikia sifa zake zile alizokuwa anamwagiwa na Daso Mlena. Inyoni ndiye mtu alijitolea bila kujali hata ligana mbenge mkuta. Kwa kweli hata kama ni sehemu ya majukumu yake, ila amejitoa sana kwenye hili. Angelikuwa ni mwingine sangerudi tu na kusema kwamba kazi hii ni ngumu, wangepewa watu wengine na angelikuwa kayaweka maisha yake salama. Ila alikuwa razi kupoteza maisha yake kwa ajili yangu mimi. Naweza kusema ni zaidi ya mzalendo. Kwa macho yangu nilishuhudia akiwa katikati ya wale washenzi na akiongea kwa ujasiri sana, kana kwamba haofi chochote kile. Hayo ni baadhi ya maneno ambayo alikuwa anaongea Daso Mlena kuambia babake waziri mkuu na babake mkubwa ambaye alikuwa ni mheshimiwa rais. Ni kama Daso Mlena, rais na waziri mkuu hawakujali kabisa mchango wa Dago kwenye kufanikisha ukombozi wa Daso Mlena. Inyoni alipandishwa cheo na kuwa yeye mkurugenzi wa MSIS na MISS, ambaye aliamua kuivunja MSIS na kuifanya yote kuwa MISS, kwa sababu aliona majukumu yanafanana, hata uwezo wa watu wake haukuwa wa tofauti sana, na kila kitu alifanikisha kwa sababu rais alikuwa anampenda sana Inyoni, maana kufanikisha kumkomboa mtoto wake, yani mtoto mdogo wake. Inyoni alijikuta ubizi ukimzidia, huku mara kwa mara akihitajika na rais, mara na waziri mkuu, na muda mwingi zaidi alikuwa anautumia na Daso Mlena, kiasi cha kuwa mbali na kuto kuonana mara kwa mara rafiki yake Dago, mpaka siku aliyokuja kupokea taarifa mbaya za kifo cha rafiki yake huyo Dago, na familia yake yote walikufa nyumbani kwao kwa kulipuliwa na bomu. Kilichobaki peke yake ni vipande vya miili yao tu. Dago alikufa na mke wake na mtoto wake mdogo ambaye alikuwa na miezi 6 kwa kipindi hicho. Rozi alizipokea kwa huzuni habari za kifo cha babake, ila alikubali matokeo kwa kuwa hata kwenye akili yake alikuwa anajua kuwa kazi babake ni mbaya na za ukatili, mwisho wake utakuwa mbaya, na kama alivyotawili ndivyo ilivyokuja kuwa. Hivyo aliamua kukaza moyo na maisha yakaendelea kama kawaida, akabaki kuwa mke wa Inyoni. Rozi siku moja akiwa yupo Miami Mall na watoto wake wawili, ambapo walifika hapo kwa ajili ya kufanya shopping, walifanikiwa kufanya shopping yao safi kabisa kama walivyopanga, na walirudi kwenye gari lao, dereva akiwa ni yeye mwenyewe Rozi. Wewe hanaenda wapi? Rozi alimuuliza mwanae wa kiume ambaye alikuwa na miaka kama 2 tu na nusu hivi. Mtoto huyo mdogo alikuwa yupo kwenye siti za nyuma, huko Rozi na mwanae wa kike wakiwa mbele. Ghafla alimuona mtoto wa kiume huyo akiwa anashuka kwenye gari na kurudi alipotokea. Nafuata mpira wangu niliodondosha. Mtoto huyo wa kiume alimjibu mama yake akiwa kaacha mlango wazi wa gari, na yeye akikimbilia ulipo mpira wake, ambao ulikuwa ni karibu kabisa na lango kubwa la Miami Mall, ambapo ni mita 50 kutoka lilipo gari. Mtoto huyo alipishana na wanaume watatu wakiwa kwenye mavazi ya makoti makubwa meusi na kofia kubwa zilizoficha sura zao. Mtoto huyo hakuwa na uelewa wote ule wa kuatilia shaka watu hao ambao kwa mwendo haraka haraka walikuwa wanaendea lilipo gari lao. Mtoto huyo aliufikia mpira wake, ila kipindi anainama kuokota alishtuka mlio kama wa mlipuko hivi, japo alikuwa ni mdogo sana, ila alikuwa anajua milio ya bastola kutokana na kuangalia movies za action na kijasusi. Mtoto huyo alikuwa ameshuhudia na mmoja alikuwa mpishana nao akimimina risasi nyingi kuelekea ndani ya gari, ambapo ndani kulikuwa na mamake na mdogo wake wa kike. Mtoto huyo alibaki kushangaa kwa kishindo kujua afanye nini, japo mtoto huyo alikuwa ni mdogo sana, ila ni kama alikuwa na upeo wa kuelewa mambo kwa haraka sana. Yozo litambua kwamba sio kwema, na hiyo ni hatari inatokea kwa familia yake. Japo akili yake alitamani afanye jambo, ila bado mwili wake ulikataa kufanya lolote, ila kabaki kusimama tu kwa anatazama tukio hilo lilivyokuwa linatokea tu. Mtoto huyo alishuhudia wale wanaume watatu wakiwa wamelizunguka gari lao na kumimina risasi ndani ya gari hilo.
ambapo ndani alikuwa mamake na mtoto ambaye ni mdogo wake wa kike. Kisha wanaume hao kuna kitu walikuwa wamekitupia ndani ya gari hilo, na bila kupoteza muda walikuwa wameanza kukimbia kuondoka kwenye hilo eneo, huku wakiwa washazua taharuki kwa watu waliokuwepo kwenye eneo hilo na kufanya watu wakaanza kukimbia huku na kule kuokoa maisha yao, maana waliona ni hatari ipo mbele yao. Wanaume walikuwa wamekimbia huku wakipita karibu kabisa na alipo mtoto huyo wa kiume. Sio kwa sababu gani la mtoto huyo alijikuta akiwa na mdaka mwanaume mmoja mkono, ila mwanaume huyo alimsukuma mtoto huyo kwa nguvu sana bila huruma yoyote wala hata kuwaza kwamba huyo ni mtoto. Mtoto huyo mdogo alidondoka chini, ila kichwa cha mtoto huyo ambacho kilikuwa kinanasa matukio kwa haraka sana kiliweza kuona mchoro kwenye mkono wa mwanaume huyo, baada ya kuwa alikuwa amemshika yule mwanaume, na yule mwanaume kipindi akiwa anamsukuma koti lake lenye mikono mirefu, upande wa mkono ambao alikuwa ameshika mkono wa koti hilo ulipanda juu na kufanya mtoto huyo aone mchoro huo, yani tattoo. Tattoo ilikuwa imechorwa toxic, kichwa ambacho kilikuwa kina fuvu tupu. Mtoto huyo alijikuta akiwa na uhifadhi mchoro huo kwenye kumbukumbu zake bila hata kuelewa ni kwa nini. Mtoto alikuwa amedondoka chini kwa nguvu, huku kwa bahati mbaya mguu wake ukiwa umeteguka. Hiyo ni katika hali ya kujitahidi asidondoke ndo ilipelekea kujikuta akiwa anateguka mguu mtoto huyo. Kipindiko wanaume wale walikuwa wameshatoweka pasipojulikana. Mtoto huyo alikuwa anahitaji kuinuka haraka ili kuweza kuwahi kwenye gari kuwatizama mama yake na mdogo wake, japo alikuwa ni mdogo, ila alikuwa anahisi kabisa kuwa ashampoteza mama na mdogo wake. Mtoto huyo alikunja sura kwa maumivu na kushindwa kuinuka. Hiyo ni mara baada ya kuhisi maumivu makali sana kwenye mguu wake. Mtoto huyo alikuwa na moyo wa ujasiri kama mtu mzima kabisa. Alijitahidi kusimama kwa akitegemea zaidi mguu wake ambao ulikuwa ni mzima, na taratibu alikuwa ameanza kupiga hatua za kuchechemea kulifuata gari lao. Ila hatua 3 hazikufika, alishuhudia mlipuko mkubwa sana ambao ulipasua vibaya sana gari hilo, na msukumo mkubwa wa mlipuko huo uliweza kumtupa mbali. Hata watu ambao walikuwa hapo karibu na eneo hilo nao pia walitupwa mbali, huku wengine wakiunguzwa na kupoteza kabisa maisha yao, huku mtoto huyo akipoteza fahamu kabisa. Tuachane basi na hiyo miaka 20 iliyopita, turudi huku makao makuu ya Death Riders. Taarifa za kuwapoteza wakina Puda hazikuwa nzuri kabisa kwa wakina Anita, Nagosi Pasho na Robert Keno. Hivi wakina nani hao ambao wameweza kufanya tukio gumu kama hilo, kuwaua wakina Puda wote? Wana uwezo gani kuwaua level 2 wote wale? Nagosi Pasho alikuwa anamuuliza kwa mshangao, huku sura yake ikiwa imejaa hasira. Fine ambaye alikuwa anatoa maelezo hayo mbele ya mabosi zake. Mkuu, ni wale White Fire, wakina Raxos. Fine alijibu kwa sauti yenye nidhamu na unyenyekevu hali ya juu sana. Hao White Fire wanaingilia sana mipango yote, na inaonyesha kabisa ni watu hatari sana, maana sio mara moja kuyumbisha mambo yetu. Robert Keno alimuuliza Fine kwa udadisi na mshangao. Ndio mkuu, kwa tulivyowaona ni wana uwezo mkubwa sana, pia wanaonekanika wanajua wanachokifanya na wanatufuatilia sana, maana ni kama vile walikuwa wanajua kila kilichokuwa kimepangwa na kina Puda. Wao wakaja wakijua kabisa kila aina ya mitego na mbinu za kina Puda. Pia wanaonekanika walikuwa wanajua uwezo wa kila mmoja kuanzia Puda na wenzake wote. Kwa hiyo ni wazi kabisa inatakiwa kuwa na tahadhari kwenye kupambana na jambo ambalo wakina Puda hawakujiandaa nalo, na ndio sababu kuu ya wao kumalizwa na wale watu. Farali alikuwa ametoa maelezo hayo kwa sauti yenye utii wa hali ya juu sana na utulivu, huku akiwa anawatazama bosi zake au kwa zamu. Nyie mlikuwa wapi kipindi hayo yote yanatokea? Anita alimuuliza Fine. Tulikuwa tupo kwa mbali mkuu, tulikuwa tunatizama kwa darubini. Keri alikuwepo? Ndio, tulikuwa naye. Kamwite. Keri, ulichukua hatua gani wewe na timu yako kipindi unaona akina Puda akiwa wanazidiwa? Na ikiwa wewe ndio team rider wa timu yenu? Anita alimuuliza Keri baada ya Keri kuitwa na kufika hapo. Anita alikuwa anamuuliza Keri kwa sauti fulani yenye chukizo ndani yake, huku akiwa yuko mbele ya Keri na anamtazama kwa macho yenye hasira sana. Tulikuwa tuko mbali na wao, lakini cha umbali pia ni kwamba wao walikuwa wametuambia tuende kushuhudia ufanyaji wao wa kazi ya kikubwa na yenye weledi. Hivyo unajisikia unachokiongea mpumbavu? Unawezaje kuacha wenzako wanaotoka nao kambi moja wafe kisa tu walikuwa wamekuambia ushuhudie kazi zao wanazofanya kwa weledi? Si upumbavu huo? Anita alifoka kwa hasira. Samahani mkuu, ila si daraja letu ni dogo. Tungeje kwa jahazi ambalo lilikuwa limewashinda daraja kubwa. Wao ni level B, si ni level C. Kera alishtukia kofi zito limetoa kwenye shavu lake, kofi ambalo lilikuwa limemfanya dondoke mzima chini.
Watazamaji wa tukio hawakushangaa sana, walishamzoea Anita alikuwa ni mkali sana hasa kwa Kerry. Haikujulikana kama alikuwa amemchukia ama la. Faini alijikuta akiwa anamuonea huruma sana rafiki yake Kerry. Alimsaidia kunyanyuka. Usinijibu mimi kama najibu mke mwenzako, sawa mpumbavu. Alifoka Anita kwa jazba. Kerry alikaa kimya kwa utii, ila moyoni mwake alikuwa na hasira vibaya mno. Tokeni hapa. Anita aliwafukuza kina Kerry kwa hasira. Sasa mbona umewafukuza kabla hatujaongea nao vizuri? Robert Ken alimuuliza Anita kwa mshangao. Tuongee nao nini, mzigo tumekosa? Wakina Puda wamekufa, yani hapa tuangalie kwanza mambo mengine. Kipindi tukiwa tunaanza ni cha kuwafanya hawa kina Whitefire. Mbona kama vile wagu unamuonea sana wewe binti, au kuna jambo ambalo sisi hatulijui kuhusu yeye? Nego Sipasho alimuuliza Anita kwa mshangao kidogo. Yule binti anatakiwa akue kwenye misingi. Kwa sasa hivi hamwezi kuelewa, ila kuna muda utafika mtaelewa kwa nini naishi na hivi. Sawa. Vipi kazi ya kwenda kumua Enyoni? Unampa nini? Nego Sipasho aliongezea swali jingine kwa Anita. Muda ndo huu. Ngoja nimfuate huko. Kwa mambo yanavyokwenda basi inatakiwa kutumia nyakati hizi ili kumchonganisha huyu binti na rafiki wa zamani wa babake. Kerry alitoka nje kwa rafiki yake Faini, ila Kerry alikuwa na hasira sana. Pole Kerry, mzoe tu bosi wetu. Faini hakumaliza kauli yake, yeye na Kerry walishangaa wakiwaona watu watatu wako mbele yao. Sio kama walikuwa hawafahamu, hapana, walikuwa na wafahamu kabisa. Watu hao walikuwa ni Gando, Bernardo na Diana. Watu hao walikuwa ndo level 2 waliokuwa wamebaki baada ya kina Puda kuuawa wote. Watu hao walikuwa wanakuja kwa mwendo wa haraka, huku wakionekanika wazi kabisa kwa hapo kisharishari. Hivyo malaya alikuwa anatazama tu wenzetu walivyokuwa na kufa ili uje kujisifia huku kwamba hawana uwezo, sio? Diana alimuuliza Kelly kwa sauti kali yenye hasira na jazba. Kwani mimi ndo niliwaua mpaka uje kunifokea hapa? Wewe mwehu nini? Kelly naye alimjibu Diana kwa kufoka. Tena usijibu kwa jeuri wewe mbwa. Diana ambaye alionekana kuwa ndiye kiongozi wa hao wenzake aliokuja nao hapo, alirusha ngumi nzito ambayo ilimpata Kerry tumboni na kumtupa mpaka chini. Faini alitaka kuingilia, ila Gando na Bernardo walimwahi na kumtuliza kwa kumshika kwa nguvu asifurukute. Kerry alijibeba na kunyanyuka kwa tabu sana, huku akiwa kama amejikunja hivi, kwa maana alikuwa anapata maumivu makali kwenye tumbo lake. Diana hakujali, alimwendea Kerry na teke zito lilikuwa limemtupa Kerry tena kwa mara nyingine. Kerry alinyanyua haraka na kusimama japo alikuwa na maumivu. Alimtizama Diana kwa macho yenye hasira vibaya mno. Diana kujali alianza kumwendea Kerry safari. Kerry naye hakutaka kumsubiri, naye alianza kumwendea kwa kasi, kisha akaluka akiwa anamwandalia Diana ngumi moja nzito. Diana kajiandaa kuizuia ngumi hiyo, ila hakujua tu madhara ya ngumi hiyo huenda akamfanya alazwe hata kwa miezi 3 mizima. Ila kwa bahati njema upande wake ngumi hiyo nzito sana ilitua kwenye mkono wa Anita ambaye alikuwa kashafika kwenye eneo hilo. Kerry alijikuta akiwa anashtuka kwa hofu baada ya ngumi yake kutua kwenye mkono wa bosi wake Anita. Hata zile hasira Kerry zilimwisha, alikuwa ameanza kuingiwa na uoga, maana alikuwa anamjua vizuri bosi wake huyo. Alikuwa akimpa adhabu muda mwingine bila hata kosa, na hapo hata wale waliokuwa wanamzuia Fine nao walimwachia haraka sana. Kuna nini hapa? Anita kauliza kwa sauti yake yenye mamlaka. Na huyo kaacha wenzetu wanakufa, alafu anaonekanika anafurahi kabisa na tukio hili. Butokeni hapa, usilete mambo ya kipuzi hapa. Diana alikuwa anatoa maelezo. Alikatishwa na kufukuzwa yeye na wenzake, na waliondoka mara moja na kupotea kwenye ile eneo. Na wewe nenda penda kubaki na Kerry. Sawa boss. Andribaki na Kerry ambaye alikuwa anatetemeka kwa hofu, alijua kabisa kinachofuata hapo ni kupigwa makofi kutokana na ule ugomvi uliotokea muda mfupi uliopita, bila kujalisha kwamba nani alikuwa amesha ugomvi huo. Jiandae muda wote kuanzia sasa, unatakiwa uende kwenye kazi ya kumua Mzee Nyoni. Tofauti kabisa na kile alivyokuwa ameanza, badala ya kupigwa alikuwa amepewa jukumu la kwenda kumua Mzee Nyoni ambaye ni mkuu wa majeshi. Kila jikuta akiwa anacheta basamu pana sana la furaha, maana alikuwa anasubiri jukumu hilo kwa hamu kubwa sana. Jukumu la kwenda kumua mtu ambaye aliamini huyu alikuwa ni msaliti mkubwa sana kwa babake. Kifupi ni kwamba moja kati ya watu waliosababisha kumua babake. Anita alitoka zake baada ya kumpa Kerry maagizo hayo. Kerry alijikuta akiwa anapiga kelele kwa furaha sana baada ya kupewa jukumu hilo. Ongezani labda alikuwa amefungwa kupata msamaha wa rais, kumbe ni Kerry kapewa jukumu la kumua mtu. Alifurahi Kerry bila kuwaza ni ugumu gani wa kazi hiyo upo kwenye kumua mkuu wa majeshi wa nchi.
Upande mwingine, maeneo ya Dasira kwenye ofisi ya kambi ndogo ya Igo, gari la Morgan lilikuwa limeingia ndani ya uzio mkubwa uliokuwa umezunguka kambi ndogo. Morgan alishuka kwenye gari hilo akiwa na Jamari, yule mlinzi wa waziri wa maliasili, kwa mwendo wa haraka sana. Baada ya kusimamisha gari kwenye maegesho, Morgan na Jamari walikuwa wameingia ndani ya jengo kubwa lililokuwa liko ndani ya uzio huo na kukifuata chumba kimoja kati ya vingi vilivyopo kwenye jengo hilo. Ndani ya chumba hiko waliwakuta Ruby, Ravu, Big, Mbogo na Haria. Bila kuchelewa walianza kujadili kilichowakutanisha hapo. Nimetoka kuzungumza na Mheshimiwa Rais, mkuu wa majeshi ambaye ndo mkuu wetu na waziri wa maliasili. Wakuu wamesema kwamba tuhakikishe tunajua kila kitu kuhusu hao wanaofanya biashara hizi haramu za meno ya tembo. Na kwa kuwa inahusisha kundi la DR, basi moja kwa moja inatuhusu. Hii ni kesi ya jukumu la taifa, maana tembo ni maliasili ambayo inachangia pato la taifa. Kwa hiyo kazi hii ipo mikononi mwetu, kuhakikisha kwamba tunamjua mhusika mkuu wa hili, kama ni au DR hapo waliingilia tu mpango. Ila yote kwa yote natakiwa tuwapate wahusika. Na pia nilikuwa nimemuomba waziri atupe Jamari kwenye kikosi chetu. Amekubali na akasema kwamba Jamari ni jasusi mzuri sana. Morgan alikuwa ametoa maelezo hayo kwa wenzake. Sasa huyo Jamari anakuwa kama nani kwenye kikosi chetu? Lava alimuuliza Morgan. Jasusi wa kikosi chetu. Na Haria ni nani kwenye kikosi chetu? Lava aliongezea swali. Double agent. Hapo wote walijikuta akiwa na cheka, maana awali Morgan alikuwa hamtaki kabisa Haria kwenye kikosi chao, ila kwa sasa ilionekana kumkubali tena sana tu. Mkuu amegoma kabisa swala la kuwachukulia Whitefire kama watu wema. Sijajua kwa nini wakati tumeona kabisa mchango wao kwenye swala la kuokoa meno ya tembo. Morgan aliwaambia wenzake ambao mwanzo walikuwa wamepinga kumwambia mkuu wao Mzee Inyoni na rais kwamba washirikiane na Whitefires, kwa kuwa Whitefires wanaonekana si watu wabaya. Lazima wao kama wakuu watagoma kwa sababu hatujui nia ya dhati ya hao Whitefires. Pengine nao pia ni target zao ni kupata support ya serikali ili wapate wepesi wa kufanya mambo ya kishenzi chini kwa chini. Hapo wakuu wanaofia kujikuta wakiwa na dhamini uhalifu. Na pia wanachofanya Whitefire ni kuingilia kazi za kiusalama. Ni sawa na mtu ambaye akivaa nguo za kijeshi wakati ni hausiani na jeshi, hata kama atakuwa ameenda kuokoa watu kwenye hatari ya vifo, bado atakuwa na hatia, maana yeye hausiki na jeshi. Hiyo ni sawa na Whitefire hata kama wanafanya kazi nzuri, ila hawana ruhusa ama vibali vya kufanya hizo kazi ndani ya nchi. Sheria ziruhusu. Haria alikuwa ametoa maelezo hayo kwa wenzake. Bwana wewe unanichanganya tu hapa. Haria, hebu niambie tunaanzia wapi? Morgan aliona bora waachane na mada hizo alizozingizia, warudi kwenye mada ya jukumu lao. Hapo tunaanza kwa mkurugenzi wa maliasili wa mkoa wa Gobogo. Maana meno yote yametoka kwenye mkoa huo, kwa hiyo sidhani kabisa kama mzigo wote huo unatoka yeye anakuwa hana taarifa. Kwa hiyo tunapaswa kuanza na huyo. Ni kweli kabisa. Lazima atakuwa anajua jambo huyu mkurugenzi. Sasa wote tunaenda huko au? Hapana, watu wawili au watatu tunaweza kwenda. Na kati yenu hapa nimeona Love anaweza sana kazi hizi za kupeleleza kuliko nyewe wengine. Ni wapiganaji zaidi kuliko kupeleleza. Halafu Love ana taaluma ya IT. Hiyo bila shaka tutasaidia sana, alisema Haria. Na mimi naenda kwenye hiyo kazi. Jamari naye alisema anataka kwenda kwenye hiyo kazi na hakuwa na mkuu wa kumpinga. Kwa hiyo Haria, Love na Jamari walikubaliana kwenda mkoani Gobogo kwenda kumhoji mkurugenzi wa maliasili. Sawa, kwa hiyo mnaenda lini huko Gobogo? Morgan alimuuliza Haria. Tunaenda leo hii na kesho tutaamkia huko kwenye kazi hiyo. Haria alimjibu Morgan. Basi sawa. Nyie piteni hapo mkachukue posho ya hiyo kazi, mchukue na gari hapo muende. Mimi pia kuna sehemu naenda saizi. Haya sawa. Upande mwingine wa story. Sikia nikushauri pia. Wewe ukisubirika kama bangi ya kutongoza utasubiri sana. Sikia kwanza, mimi sipendi unavyomuita hilo jina la mabangi. Muite Jay kama utashindwa kumuita jina lake la Jaylen. Asha alikuwa anaongea na Priya kumpa ushauri juu ya mabangi, ila Priya alimkatisha na kumrekebisha kuhusu jina la mabangi. Sawa, nisikilize sasa na wewe au ni kuacha upambane na yako. Basi endelea bwana, wewe haunaga dogo eti. Sasa sikia. Wewe zama tu ndani kwake kama muda huu hapa ambao yupo ndani. Hapo kama hivyo umevaa kanga moko tu hiyo hapo na mshepo wako asiachomoki. Na kuambia kweli wifi yangu. Yaani kwamba nijipeleke mimi mwenyewe au? Ndio, kwa ni ajabu. Huyo anakupoteza huyo, utaenda kuonekanika malaya tu huko. Jamila alichangia mada hiyo na kuonekanika wazi kutopendezwa na ushauri wa Asha kwa Priya.
Wewe Priya, nisikilize mimi, lazima upambanie penzi lako, la sivyo utaona mwanamke anaitwa Bundari na wewe unamuita wife kama sisi tutakavyokuwa tunamuita. Lakini Asha vipi kama atanena malaya? Anakuonaje malaya bwana na wewe? Unamsikiliza Jamila, huyo Jamila anamtaka kaka Jay na ndio maana anakupa vipingamizi. Shauri yako sasa. Wewe lafa nini? Huna akili? Mimi namtakaje Jay, si kakangu huyo? Jamila aliongea kwa hasira kisha kaondoka kwa hasira kwenda chumbani kwake. Asha alibaki kucheka tu, Priya akiwa anamshangaa tu Jamila. Huyo naye vipi sasa, hasira za nini? Priya alimuuliza Asha. Achana na huyo chizi tu. Nimekwambia anamtaka Kajei, unielewi au? Amna bwana. Tuendelee na mada yetu. Au nivae mtandio wa dera? Yes, hapo ndo penyewe sasa. Priya alizingatia ushauri huo wa Asha na dakika chache baadaye alikuwa kasimama nje ya chumba cha mabangi mlangoni. Alikuwa kavalia blauzi nyepesi sana ya rangi nyeupe. Ni blauzi ambayo ilikuwa inaonyesha mwili wake kwa ndani, maana ilikuwa ni nyepesi sana. Hivyo ilikuwa inaonyesha mpaka ngozi kwa ndani, na maziwa ya Priya ambayo hayakuwa ndani ya sidiria, ni maziwa madogo kiasi ambayo yalikuwa yamesimama na chuchu zake zilikuwa zimechora vyema kwenye sidiria hiyo. Ukizingatia zilikuwa zinaonekanika wazi wazi bila kufichwa na blauzi, basi ilikuwa ni ngumu sana kwa mwanaume kutoka kwenye mtego huo. Priya chini alikuwa amevalia mtandio mwepesi na ndani hakuvaa chochote kile. Priya alijifikiria kwa dakika kadhaa na mapigo ya moyo wake alikuwa anaenda mbio sana. Alikuwa na wasiwasi kwa alichokuwa na kwenda ukifanya, ila alijikaza tu na kugonga hodi. Hata sekunde 30 hazikuisha, mlango ulifunguliwa na Priya alijikuta akiwa na tizamana na mabangi ana kwa ana. Mabangi alimtazama Priya kwa sekunde kadhaa. Ni kweli kama mwanaume aliyekamilika, Mabangi alimtazama Priya kwa macho ya matamanio. Muonekano wa Priya ulikuwa ni ngumu sana kwa mwanaume rijali kutokumtamani. Karibu, unapita ndani au una shida ya kuongelea hapa mlangoni? Mabangi alimkaribisha Priya kwa swali huko akiwa bado anamtizama usoni, ila hali ilikuwa imemfanya Priya kutizama chini. Priya bila hata kujibu chochote kila kapita na kuingia ndani, kisha alisimama tu kwa kuegemea ukuta huko akiwa anatizama kitanda kikubwa cha Mabangi kilichokuwemo ndani. Sio kwa kuwa alikuwa hakijui kitanda hiko, hapana, ila aibu ndo zilimfanya awe anatazama kitanda muda wote. Niambie Priya, una shida gani? Mabangi alimuuliza Priya kwa sauti fulani hivi nzito ya kiume, sauti ambayo kwa Priya ilikuwa ni zaidi ya sauti, kwa sababu ilikuwa inaunguruma mpaka ndani ya moyo wake na kutetemesha moyo huo kwa msukumo wa huba. Japo Priya alikuwa anazidi kuhisi aibu, ila alifurahia sana kuwa karibu na Mabangi chumbani kwake. Ila Priya hakujibu chochote kile. Mabangi alibaki akiwa anamtizama tu Priya na macho yake yenye matamanio na mshangao kwa mbali. Priya, sina kuuliza. Kabla ya kauli ya Mabangi haijamalizika kutamkwa, kwa haraka sana Priya alimfuata Mabangi na kumkumbatia kwa nguvu sana. Kumbatio hilo liliamsha yaliyolala, kwa maana tango la Mabangi lilikuwa limeanza kusimama taratibu sana. Priya, sikiliza. Mabangi hakupewa nafasi ya kusema neno lolote. Midomo yake ilidakwa na midomo ya Priya. Alianza kunyonya kwa fujo sana. Mabangi alijikuta na yeye pia akionyesha ushirikiano kwa jambo hilo, na taratibu mkono wake ulianza kupapasa kiuno cha Priya kwa utulivu ambao uliongeza msisimuko wa Priya. Dakika kadhaa mbele sasa, Mabangi alikuwa na kazi ya kuzitomasa na kuzinyonya chuchu za Priya kwa ustadi mkubwa sana. Hapo Priya alikuwa kashavuliwa blauzi yake, alibakiwa na mtandio tu aliyokuwa ameuvaa chini. Dakika chache mbele mtandio huo ulivuliwa na kutupwa kando, kisha Mabangi alimbeba Priya na kumlaza kitandani. Mabangi alipanua miguu ya Priya na kuanza kumnyonya Priya kitumbua chake kwa ufundi mkubwa sana. Priya alijikuta akiwa anatoa miguno ya raha, miguno ambayo ilikuwa inamtesa Jamila kwenye chumba cha jirani. Na mbaya zaidi, kwenye chumba cha Mabangi hakuna redio kusema kwamba wataweka muziki wa kupotezea sauti hizo. Hata hivyo hawao hawakuwa na habari kabisa kama sauti nasikika hadi kwenye chumba vingine. Ashje, nitie mpenzi, nimezidiwa mwenzio, Priya alimwambia Mabangi kwa sauti myororo ya kike, sauti ambayo ilikuwa inazidi kumfanya Mabangi akili imruke. Taratibu Mabangi alishika tango lake na kuanza kulisugua kichwa cha tango juu ya kitumbua cha Priya pale kwenye kikunde. Aliendelea kusugua tango lake hilo kubwa la inchi 9 na lilikuwa ni nene hasa. Mabangi alipitisha tango lake mpaka katikati ya mfereji wa kitumbua. Priya alianza kutoa miguno mingi sana ya raha. Kisha taratibu Mabangi alikuwa ameanza kuingiza tango lake taratibu kwenye kitumbua cha Priya. Ila kabla hata kichwa kijaanza kuzama chote, Priya alishtuka na kurudi nyuma kwa nguvu, akibaki kidogo tu ajigonge kwenye besela la kitanda. Vipi Priya? Mabangi alimuuliza Priya kwa mshangao akimtazama usoni. Taratibu mwenzio, sijawahi. Hujawahi? Mabangi aliuliza kwa mshangao mkubwa sana. Ilikuwa ni jambo la ajabu kwake kuona mwanamke mzuri kama Priya kuwa bikira mpaka umri huo. Alikuwa Priya nao ni miaka 23. Kwenye dunia hii ya leo ni vigumu sana, maana mabinti wanagawa usichana wao kuanzia miaka 14.
au zaidi au chini ya umri huo. Dunia ya kisasa bwana, na kizazi cha mwisho kabisa. Ndio sijawahi. Sawa, nitaingiza taratibu. Mabangi alimweka tena vizuri Priya kwa kumpanua mapaja, kisha taratibu akaanza kuingia huku akiwa akamshikilia Priya kwa nguvu ili asije kutoka tena kama mwanzo. Tango liliingia nusu huko Priya akilalamika kwa kugulia maumivu. Mwanzo mabangi hakujali sana, alikuwa anaendelea tu kuingiza na kutoa tango lake huko akijaribu kuongeza kasi. La kadri alivyokuwa anazidi kuingiza ndivyo Priya alivyokuwa anazidi kupiga kelele maumivu na damu zilikuwa zikitoka kwenye kitumbua chake. Priya mpaka machozi yalimtoka na kuonekanika kufurahia kabisa tendo hilo. Hali hiyo ilimfanya mabangi naye atoke kwenye ile hamu yake ya kufanya mapenzi aingiwe na huruma. Taratibu alitoa tango lake kwenye kitumbua cha Priya, kisha bila kumsemesha Priya na lolote ile mabangi aliingia zake bafuni na kuanza kujimwagia maji taratibu huku akiwa anawaza mambo kadhaa kichwani. Mabangi alikuwa anawaza na kujilaumu kwa tamaa zake za ngono. Aliona kwamba alikuwa na tamaa za kipuuzi sana. Mabangi alikuwa anajua wazi kwamba yeye hakuwa na mpango wowote ule wa kuwa na uhusiano wa kimapenzi wa kudumu na mwanamke yote ule. Mabangi alikuwa anatafuta tu wadada wanaojiuza akiwa na hamu ya mapenzi. Hayo ndio alikuwa ni maisha yake. Wanawake wanaojiuza walikuwepo, hata wale ambao ni wanamuita mteja wao wa kudumu, yani alikuwa anawanunua mara kwa mara kiasi cha kuwa mteja wa kudumu. Na wanawake kuna muda walikuwa wanamfuata mpaka hapo nyumbani, na Priya pia akashawahi kuwaona mara nyingi sana. Maana Priya kwa sasa hivi alifikia hatua ya kuwa analala hapo hapo kwa mabangi. Alikuwa karibu sana na akina Asha. Ukaribu huo ndio ambao ulikuwa unamfanya afikie hatua hiyo. Mabangi alijiona mwenye hatia sana ya kumharibia Priya usichana wake, maana ni tayari Priya alishaitoa bikira yake. Japo hawakutimiza lengo lao la kukizi haja zao, ila Priya hakuwa na bikira tena. Mabangi alisumbuliwa na donge la hatia kwenye moyo wake kiasi cha kupoteza amani ya moyo kabisa. Hakuwa na raha mabangi. Taratibu alimaliza kuoga na kutoka bafuni akiwa kavalia taulo. Alijifuta maji kisha kavaa nguo zake zilizompendeza sana. Akamtazama Priya ambaye alikuwa akajifunika shuka lake kitipale kitandani bila hata kumsemesha kitu. Huku Priya naye akimtazama mabangi kwa macho yenye mashaka kidogo. Vipi, unapata maumivu sana? Mabangi alimuuliza Priya kwa sauti nzito yenye upole. Hapana, sio sana. Poa basi, na kuachia hela kidogo, kama ukijisikia maumivu basi utanunua tu dawa au utaenda hospitali. Hospitali kufanya nini jamani? Hii hali waga inapona yenyewe tu. Basi sawa, utanijulisha unavyoendelea. Mabangi alitoa kiasi cha shilingi 50,000 na kukiweka mezani, kisha alipiga hatua za taratibu kutaka kutoka nje ya chumba hicho. Priya alimwahi mabangi na kumkumbatia kwa nyuma. Priya alimkumbatia mabangi kwa hisia kali sana huko. Je, umechukia? Swali hilo la Priya lilimfanya mabangi amgeukie Priya na kuwa anatizamana. Hapo Priya alijikaza sana kumtizama mabangi usoni licha ya aibu aliyokuwa nayo. Kwa nini chukie Priya? Mabangi alimuuliza Priya kwa sauti yake nzito yenye utulivu na upole huku akimtazama usoni Priya. Priya alikuwa anazidi kujikuta anampenda mabangi ambaye anaonekanika kuwa mkarimu sana siku hizi, japo awali alikuwa na mtambua kama kijana wa hovyo mkorofi sana. Japo mabangi kama jina lake hakuwa ameacha kutumia bangi, la kwa sasa anaonekanika mkarimu sana mbele ya Priya na wakina Asha ambao ni familia yake kwa sasa. Si kwa kukatisha ulichokuwa kifanya ukizungumzia kwa mimi mwenyewe ndio niliyokuwa nimekuasha, ila nimeshindwa kukuzima. Hapana, siwezi kuchukia ingawa sija kuomba, ni wewe mwenyewe umejisikia hivyo, alafu ni mara yako ya kwanza, hauna uzoefu wote. Kwa hujachukia? Ya ndio. Basi nikupe tena. Hakuna haja Priya. Kwa nini? Hivi nikuuliza kitu. Mabangi badala ya kujibu swali lokuwa ameulizwa na Priya, yale ongeza kuuliza swali. Niulize tu, je, Priya alimruhusu mabangi kumuuliza huku akiwa anamtizama kwa macho ya mashaka? Kwa nini umeamua kutoa uhusiano kwangu? Swali hilo la mabangi lilimfanya Priya azidi kumtizama kwa makini huku akijaribu kumtafakari anawaza nini kwenye akili yake. Kwa sababu nakupenda. Unanipenda? Ndio nakupenda. Je, hivi bado kuna wanawake wanaopenda? Kwa nini nauliza hivyo jamani? Unahisi mimi naongopa kusema nakupenda? Je, mimi nimefanya hivi ile jambo sio kwa msukumo wa tamaa za ngono, nimefanya kwa sababu nakupenda. Na sijafanya kwa sababu wewe sasa hivi eti una pesa. No, nakupenda sana. Yaani sioni njia sahihi ya kuweza kudhibitisha, ila tambua kwamba nakupenda. Kama moyo ungelikuwa kama kioo kinachoonyesha ndani, sidhani kabisa kama ungepata tabu hata kutambua kinachokisema. Maana ungejionea tu mwenyewe ukweli halisi. Priya kabla hajajibiwa chochote kile na mabangi aliongezea kwa kuongea kwa hisia sana. Hapana, hatuachane nayo Priya. Sasa kitu ambacho sipendi kukisikia ile unapaswa ukisikie.
Utapoteza muda wako kusubiri majani na matawi kwenye kisiki kigumu ambacho mti wake ulikatwa muda mrefu sana. Hakuna tofauti sana na kuchukua zeze au firimbi na kupiga kwa ustadi mkubwa sana ukitaka mbuzi waelewe na kucheza. Mabangi alimwambia maneno hayo Priya kwa sauti ya upole sana ila yenye msisitizo na iliyosikika vizuri sana na kupenya vyema kwenye masikio ya Priya. Mafumbo hayo hayakumpa shida Priya kuyaelewa, ila ujumbe wa mafumbo hayo ndio ulikuwa unaofanya moyo wake uumie na kwenda kwa kasi sana. Hali nzuri ni dawa na imani ni dawa. Kama ni kisiki kigumu, inamaanisha kwamba ulianza kuwa mti mzima ukakatwa. Kama ulikatwa, mbaya ni ule uliokauka. Imani ni dawa, na imani kali yenye upendo wa dhati ndani yake unaweza kumwagia maji kisiki hiko na kisiki hicho kikaota majani na kustawi matawi vizuri ambayo yataleta kivuli kizuri kwa matumizi ya kujikinga na jua. Hii ni ngumu sana kikawaida, ila ni nyepesi kwa mtu mwenye imani kali na upendo. Ila kwa watu wenye imani dhaifu na uchache wa upendo na thamani wataona kwamba ni maajabu. Mbuzi kama wanaitwa kwa majina na wanaitika kabisa, basi kuna uwezo mkubwa sana wa kuweza kuelewa sauti ya ala za muziki. Kama wanaweza kupata ufahamu wa kutambua majina kwa watu ambao walipoteza muda wao ili kuhakikisha hilo linakuwa, basi hao ndio wenye imani kubwa waliamini na ikawa. Kwa imani kali mbuzi wanaweza kuelewa ala za muziki na wakatikisa vichwa. Priya kwa sauti ya upole ambayo ilikuwa na msisitizo ndani yake alitengua mafumbo ya Mabangi kama vile anakokotoa hesabu ngumu kwa njia nyepesi. Mabangi hakutegemea majibu ya aina hiyo kwa Priya. Taratibu bila kuongeza neno lolote, Mabangi alitoka ndani ya chumba hiko na kumwacha Priya akiwa kwenye mshangao tu. Mabangi alitoka mpaka sebuleni ambapo alimkuta Asha akiwa yuko busy na angalia TV. Asha alipomwona Mabangi alimsalimia kwa furaha sana. Mambo kaka Mabangi? Poa, vipi hali yako? Salama tu kaka. Asha alikuwa yupo kwenye amani kubwa sana na furaha, hasa baada ya kuanza kuishi kwenye nyumba hii hapa ya Mabangi. Sio kama uzuri wa nyumba hiyo ndio ulikuwa unampa furaha na amani, hapana. Unajua kule nyumbani kwao maisha kuna muda yalikuwa na walazimu sana kufanya mambo ya hovyo ili tu kusaidia familia kwa baadhi ya mambo, sasa hasa kwa msukumo wa mama yao. Na kwa kuwa kuna muda hata kula ya familia yao ilikuwa ni ya shida, iliwabidi Asha na Jamila wao wanajiongeza wakipata wanaume ambao wenyewe walikuwa wanawaita madanga. Licha ya baba Roja kujituma sana kwa ajili ya familia yake na kujitahidi kuisomesha, ila bado mambo yalikuwa magumu, na kuna muda alikuwa anaona tu wanae kama Jamila anaenda chuo na kurudi, ila alikuwa haelewi chochote, maana pesa ilikuwa ni tatizo kwa muda fulani. Ila baba Roja aliamini mambo ya michezo ya mke wake labda ndo yalikuwa yanafanya mambo yanakwenda. Hajui kwamba mke wake mama Roja alikuwa anawaambia Asha na Jamila wajiongeze kwa kutafuta wanaume wenye pesa. Ila hali hiyo Asha hakuwa anaifurahia, ila alikuwa tu hana jinsi. Na ndio maana baada ya kuja hapo kwa Mabangi ambapo wanaishi kama familia, mambo yote yakiwa yanabebwa na Mabangi, Asha alikuwa na furaha sana, maana alikuwa anaishi kama mtoto wa familia kabisa. Na hata kwa wazazi wao pia walikuwa hawana tabu ndogo ndogo. Mabangi alikuwa anawajali sana na kuwafanyia kama vile ni wazazi wake wa kumzaa kabisa. Roja yeye akiwepo kitengo cha kusimamia usambazaji kwenye biashara ya Mabangi ambayo kwa sasa ilikuwa ni kubwa sana. Hakika Asha alikuwa anafurahia sana ujio wa Mabangi kwenye maisha yao. Vipi mambo ya kula hapo? Kwanza ushakunywa chai? Kaka, chai sana ni kweli. Wewe umesahau kama tulikuletea chai chumbani kwako au? Da, kweli bwana. Kichwa kina mambo mengi. Kaka jamani, na wifi yupo humo ndani bado kichwa hakipo sawa jamani. Acha mieyusho na wifi gani tena? Hebu niambie kuhusu kula mchana hapa na usiku. Kila kitu kipo kaka, kwani wifi Priya hajakwambia? Una maneno sana wewe mtoto. Mabangi alimpa Asha noti za 30,000 na kuanza kuondoka zake taratibu, akimwacha Asha akiwa na furaha tu akichombeza na vimaneno vya utani. Umeona raha ya kuwa na wifi? Kaka katoka tu na kunipa hela. Mabangi alitoka zake nje akiwa na tabasamu tu, hata yeye mwenyewe alikuwa anapenda sana vituko vya Asha. Hapo nje alikuta Jamila kakaa barazani peke yake. Jamila alitoka ndani baada ya kuteswa na zile kelele za Priya alizokuwa anazisikia akiwa yuko chumbani kwake. Jamila alitoka zake nje akiwa na hasira moyoni mwake. Ungeshangazwa na hasira za Jamila zinatokana na nini, ila ni ukweli kwamba Jamila alikuwa anampenda sana Mabangi, ila alikuwa anashindwa kumwambia kwa kuwa Mabangi alikuwa anamchukulia kama dada yake kabisa. Vipi, mbona umekaa peke yako? Mabangi alimuuliza Jamila huko akimtazama usoni, ila Jamila hakujibu kitu zaidi ya kutazama pembeni huko akiwa kabinua ripsi zake. Mabangi hakujali sana, alitoa noti za 30,000 na kumpatia Jamila ambaye aliacha tabasamu pana baada ya kupokea pesa hizo. Asante Jay.
Jamila alimshukuru Mabangi kwa sauti legevu ya kike huku akimtazama kwa macho yaliyokuwa yamelegea sana, mfano wa mtu aliyekuwa amekula kungumanga. Macho hayo yalikuwa yanaongea lugha ya picha kuwasilisha huba zito lilokuwa moyoni mwa Jamila. Mabangi alielewa sana, ila aliamua kupuuzia na kuondoka zake. Upande mwingine wa simulizi. Ndani ya gari aina ya BMW X5 walikuwepo Haria, Love na Jamari ambaye yeye ndo alikuwa dereva wa gari hilo. Safari ilikuwa imechangamka kuelekea mkoani Gobogo, ambayo ilikuwa ni safari ya kilomita 260 kutoka Dar es Salaam. Kwa muda ambao wametoka wakina Haria saa 9 alasiri, walikadiria ni saa 11 au 12 wangelikuwa wameshafika ndani ya mkoa huo. Haria alikaa kwenye siti ya pembeni ya dereva mbele, huku Love yeye akiwa ipo kwenye siti ya nyuma. Safari hii yenye ukimya ilikuwa inasindikizwa na sauti ya nyimbo za lege kutoka kwa wasanii tofauti tofauti. Ukimya ulikuwa umedumu zaidi ya dakika 30, ulivunjwa na Love baada ya kuongea. "Wewe Jamali, hizo nyimbo zipo kwenye flash au?" Love alimuuliza Jamali. "Animeweka mrekadi vipi kwani? Kwa hiyo umeona sisi ni wavuta bangi wenzio kwamba tusikilize hizo nyimbo kwenye safari nzima? Kwani hizo nyimbo za wavuta bangi au wewe ndo ambaye hujui Kiingereza?" "Sikiliza ujumbe huo. Wimbo unasema Woman No Cry. Mwingine unasema One Love. Hebu achana na vinyimbo vya wasanii wenu hawa, eti penzi letu baiskeli ka bomba la mbele. Ndio nini sasa? Wewe Jamali, tutakupiga huko ndani ujue. Hebu naomba weka upande wa Bluetooth, mimi ni unganisha hapa tusikilize nyimbo tunazozielewa." Haria aliingilia mazungumzo hayo huku yeye akiwa anaungana na Love. "Umeona, hayo ndo maneno, acha sisi tusikilize paka mate niteleze kama nyoka pangoni." Love alichombezwa kufurahishwa na maamuzi ya Haria. "Sema tunachotaka. Hiki TV hapa mbele naweza kuwawekea hata pone movie mkitaka. Weka tu ili tukubaki huko ndani." "Nini wewe?" Jamali alishtuliwa na kauli ya Love, hali iliyokuwa imefanya Love na Haria kuangua vicheko. Watu hao ambao kazi hii ndo ilikuwa ni kazi yao rasmi ya kwanza kuifanya pamoja, ila ungeweza kusema walikuwa wanajuana kwa muda mrefu sana kwa jinsi walivyokuwa wanataniana na kucheka kwa furaha. Wakiwa busy na stori zao za hapa na pale, ghafla simu ya Haria ilianza kuita na Haria alikuwa amepokea, ila moja kwa moja simu hiyo ilikuwa imeunganishwa na Bluetooth, ina maana sauti ilikuwa inasikika kwenye speaker za gari hilo. "Wewe dogo vipi hapo?" Sauti ya kiume ilisikika kwenye simu ya Haria. Ilikuwa ni sauti ya kakake Azidu, yani huyo ni mtoto wa kwanza wa Mzee Nyoni. "Lopoka dogo." Haria alikuwa amemjibu Azidu kwa sauti ya bashasha na utani hivi, huku Love na Jamari wakiwa hapo kimya wakimsikiliza tu. "Uko wapi dogo?" "Nipo njiani naenda Gobogo huko." "Gobogo ufanye nini tena?" "Nikikazi tu." "We nawe makazi ya kiume unafanya? Tazama jioni yote hapa ilifaa uwe unamwandalia mumeo chakula cha usiku. Wewe ndio kwanza unaenda kwa siku kumpeleza nani? Tafuta mume ule, achana kabisa na kazi za kiume hizo. Mtoto mzuri kama ufai kabisa kufanya kazi za kupambana na majambazi. Tafuta dem dogo. Ungelikuwa na dem saizi si ungekuwa umempigia simu ongea naye? Ila unanipigia mia dada yako kwa sababu huna dem. Ukitoka hapo ni bafuni na sabuni, mwendo anyentoka tu." "Ken wewe mtoto, mbona unatamani ngumi wewe? Nani kakufundisha kuongea ukweli?" Stori zake na kaka yake ziliwafanya Love na Jamali wacheke chini chini. Ilionyesha Haria alikuwa anaelewana sana na kaka huyo. "Ila fanya bwana uwe na mume bwana. Si unajua wewe mwenye dada hakosi shemeji. Nikipata mwanaume mwenye sifa na zitaka nitaolewa. Mchagua sana nazi upata koroma. Sasa wewe chagua mwisho wa siku upate mwanaume kama kakako Jailen. Usinitajie jina la huyo mpuuzi, mimi sina kaka kama huyo. Kakangu ni wewe, tunasio huyo mwehu uchokora huyo. Siku hizi anaitwa Mabangi huko mtaani. Jina zuri linamfaa kabisa, ila mimi sina kaka mwenye jina kama hilo. Kwanza siku nitamweka huyo nguvuni ndo siku nitakayoacha hii kazi na nitaanza kufanya biashara ya kutafuta mume wa kunioa. Na anazidi tu kuua watu huko mtaani. Kamua nani tena? Yaani nyinyi watu wa usalama wa nchi hata mjui hilo swala. Kamua yule jamaa wangu anaitwa Jose. Yule alikuwa ni mkurugenzi wa kampuni ya sabuni za kuogea. Wewe kumbe hiyo kesi wanayo polisi kitengo cha upelelezi tulisemewa bila kuacha ushahidi wa aina yote ile. Hakuna hata kamera iliweza kumuona. Ni yeye kwa sababu kuna issue yao wenyewe walikuwa wanaifanya ya Said, japo sijajua ni issue gani, ila Jose aliniambia kwamba Jalen alimwambia atamuua baada ya Jose kumwambia hana pesa waliokuwa wamekubaliana kwa muda huo. Basi haikupita hata siku baada ya kusema hivyo, kweli nilipata taarifa kwamba kauawa kikatili sana. Huyo mshinda zamani itokea amri ya kumuua tu ili nimuue kwa mkono wangu mwenyewe. Maongezi hayo ambayo kama amepewa makini na Love na Jamali aliwaacha Love na Jamali midomo wazi. Maana mazungumzo yalionyesha wazi kabisa kwamba hali ana undugu na huyo aliyokuwa anamzungumzia, ila hali alionyesha kumchukia vibaya mno.
Chuki hii ilikuwa ni kubwa sana kwa Halia na Azidu, ila ikumbukwe kuwa Halia na Azidu na Jaylen ambaye ni mabangi ni watoto wa mama mmoja na baba mmoja kwenye uzao wao wa watoto 4. Wa kwanza akiwa ni Azidu, wa pili akiwa ni Halia, wa tatu akiwa ni Jaylen ambaye ndiye mabangi, na wa 4 na wa mwisho akiwa ni Jayrat. Ila cha ajabu, Azidu na Halia ni chui na paka kwa mabangi. Bana we. Nisema sawa, ngoja tuangalie zaidi. Tunasonga msikilizaji. Maongezi hayo ya Halia na kaka yake Azidu yaliishia huku chuki za Halia na Azidu dhidi ya mabangi zikiwa ni dhahiri kabisa, kiasi hata baada ya maongezi yao kuisha, simu kukatwa, ni kama Halia alikuwa ametoka kwenye hali yake ya furaha ya awali, na kwa sababu alikuwa yuko kimya kama mtu mwenye hasira na mawazo. Halia, vipi mrembo, mbona umepoa ghafla tu na sura imekaza kwa hasira? Jamari alimuuliza Halia kwa sauti yake yenye udadisi na mbembelezo fulani hivi, huku akiwa busy na usukani wake, na mara kwa mara alikuwa akimtizama Halia kisha anarudisha umakini wake kutazama mbele. Wewe niache tu. Halia alijibu kwa sauti kavu iliyokuwa imekosa furaha wala urafiki, akiwa busy kuangalia mbele, na mara kadhaa alikuwa akitazama pembeni ambapo alikuwa wanaipita tu misitu mingi na kufanya miti na vichaka kuonekanika kana kwamba vinarudi nyuma, gari linaenda mbele. Kumbe ukinuna ndo unazidi kuwa mrembo isi kiasi hicho. Nuna tu, ila usitunishe mashavu, maana yanakuwa ni kama vile umeficha vitumbua mdomoni. Jamari alimchombeza Halia kwa utani, hali iliyomfanya Halia acheke kidogo. Jamari, wewe ni chizie. Halia alijikuta tayari katoka kwenye hasira zake. Halia, huyo unayemzungumzia ni ndugu yako au? Lava alimuuliza. Ndio, mama mmoja na baba mmoja. Asa kwa nini unaweka nia ya kumuua kabisa wakati ndugu yako? Lava, wewe ujue tu, uweze kukubali kuwa na ndugu kama yule ni mshenzi, ana tabia zote mbaya ambazo wewe unazijua. Mbaya zaidi ni muuaji ambaye kaua watu ndani ya familia yetu. Alishawahi kujaribu kutaka kutubaka si dada zake. Halia aliongea kwa hisia kali za uchungu kumjibu Lavu. Basi bwana, tuachane nayo. Lavu aliamua kuyaacha hayo masuala ya kifamilia. Hapo ziliendelea stori za utani na masihara za hapa na pale. Saa 11:13 akina Halia walikuwa wamefika mtaani Gobogo. Tayari walikuwa wako wanaelewa ratiba nzima za mkurugenzi wa maliasili wa mkoa wa Gobogo, ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Madaba Kisomba. Madaba Kisomba alikuwa anatoka ofisini kwake saa 10 kamili. Akitoka ofisini lazima apitie kwenye baa moja ya hapo mjini Gobogo, baa inayojulikana kwa jina la Shikamo Pesa Bar and Night Club. Ilikuwa lazima afike hapo kila siku. Kumkosa hapo labda awe anaumwa au ana ratiba zake za kikazi ama safari. Halia na wenzake walifika hapo kwenye baa hiyo kubwa ambayo ilikuwa na ulinzi wa kutosha sana. Ni baa ambayo muda wote ilikuwa imefulika watu wengi sana, sio tu siku za wiki wala mwisho wa wiki, japo mwisho wa wiki ndo kulikuwa kuna lundo la watu zaidi. Walisimamisha gari lao sehemu ya maegesho ya baa hiyo, kisha wakawa wameshuka wote kwenye gari na kutembea kufuata lango kuu la kuingilia ndani ya baa hiyo. Hapo kwenye lango kuu la kuingilia kwenye baa hiyo kulikuwa kuna walinzi wenye miili mikubwa sana, ambayo walikuwa ni lazima wakague kila mtu aliyekuwa anaingia ndani ya baa hiyo, na hakuruhusiwa mtu kuingia na silaha yoyote ile. Walinzi wale waliwazoea kina Halia ili wakague, ila Halia alitoa kitambulisho chake kilichokuwa ni kitambulisho kuwa kinamtambulisha kuwa ni agent wa MISS. Hapo walinzi hao iliwabidi wawaruhusu akina Halia waingie tu ndani ya baa hiyo, maana waliwaambia wana kazi yao maalumu na kuna mtu anayemtaka. Walinzi hao walikuwa wanajua fika watu wa kutoka kwenye idara hiyo waga hawapendi mijadala mingi sana na hawachelewi kujianzisha. Wakina Halia waliingia ndani ya baa hiyo kimya kimya, na walifanikiwa kufika kwenye meza moja ambayo waliona mwanaume mmoja mtu mzima, mwanaume ambaye alikuwa na miaka makadirio 45 hivi au zaidi. Mwanaume huyo alikuwa yupo kwenye vazi la shati la mikono mirefu likinakishiwa na maua ya rangi tofauti tofauti, suruali nyeusi ya kitambaa, kiatu cheusi cha kung'aa. Mavazi yake hayo hayakuhitaji mtaalamu wa kukuelewesha kwamba ni mavazi ya gharama na kuwa yamevaliwa na mtu mwenye wadhifa fulani. Mwanaume huyo alikuwa ndiye Madaba Kisomba. Madaba Kisomba, kwenye meza yake walionekanika watu wengi wa kike kwa wa kiume. Kama kawaida, mwenye pesa hakosi wapambe, wenyewe siku hizi wanaita chawa. Pia kulikuwa kuna mabinti ambao hao walikuwa wapo kwenye plani za kupata hela angalau za kula na kulewa pombe kwa pesa za Madaba Kisomba. Na Madaba Kisomba alikuwa ananunulia watu bia vibaya mno, na ndio maana alikuwa ni maarufu sana kwenye baa hiyo. Madaba Kisomba alishtuka baada ya kuwaona wakina Halia.
Sio kama alishtuka kwa kuwa hawajui au kwa kuwa kina Alia walikuwa wote wapo kwenye mavazi ya suti nyeusi. Hapana, alikuwa anawajua wote na kazi zao na sifa zao. Madaba Kisomba alikuwa anamjua Jamari mara kadhaa, walikuwa wanakutana, Jamari akiwa ni mlinzi mkuu wa waziri wa maliasili. Hivyo hata sifa za Jamari alikuwa anazijua vyema kabisa. Alikuwa anamjua Ravu kama anatokea kwenye kikosi maalum cha usalama, kikosi cha Igo, kikosi kutoka kwenye jeshi la ulinzi, na kikosi hicho hakikuwa na mtu hata mmoja ambaye ni mnyonge au wa kawaida. Watu wote kwenye kikosi hicho walikuwa ni watu hatari sana. Alikuwa anamjua Haria kwamba ni jasusi wa MISS na alikuwa na cheo kikubwa tu ndani ya idara hiyo ya usalama wa nchi. Madaba Kisomba alishtuka sana. Alijua wazi kwamba mpaka watu hao wako hapo hawapakuwa na wema. Mkurugenzi, nakuomba nje hapo, tuna mazungumzo na wewe mara moja. Lavu alimwambia Madaba Kisomba akiwa akamsogelea na kumnong'oneza masikioni. Kutokana na sauti kubwa ya muziki iliyokuwa iko ndani ya baa hiyo, ilikuwa ni lazima Lavu aongee na Madaba Kisomba kwa mtindo huo. Madaba Kisomba bila ubishi wowote kanyanyuka na kuanza kuongozana na kina Alia kutoka nje ya baa. Walianza kupiga hatua zao kuelekea kwenye maegesho ya magari. Ila ghafla wanaume wawili wenye miili mikubwa waliwafuata na kutaka kuwauliza kuna nini, ila Madaba Kisomba mwenyewe aliwaambia wanaume hao ambao walikuwa ni walinzi wake binafsi. Walinzi hao hawakutaka kuelewa, ila walitulia baada ya kuonyeshwa vitambulisho na cha Aria, kitambulisho cha MISS. Hawakuenda mbali, walisimama nje ya gari lao na kuanza mazungumzo yao. Sikia mzee, kuna haja ya kuenda wapi sijui wapi. Sisi jambo letu ni dogo sana. Tunataka kujua dili la kutoa meno ya tembo ulipewa na nani? Baada ya kuwa washitambulisha, Alia alimuuliza Madaba Kisomba huku akiwa anamtazama usoni kwa macho yaliyokuwa yanamaanisha kwa kile alichokuwa anakiuliza. Tumetoka huko Dar es Salaam mpaka hapa kuja kuuliza kuhusu hilo tu. Kwa hiyo hatutaki kuzungushwa hata kidogo. Jamari alisisitiza kwa sauti kavu iliyokuwa ya kumaanisha zaidi. Madaba Kisomba aliwatizama watu hao wote kwa sekunde kadhaa kisha aliongea. Mimi nilipewa issue hii na mkurugenzi wa bandari. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kulegeza tu ulinzi wa misitu na kufanya kama vile hakuna linaloendelea huko ndani ya misitu na mbuga zote zilizopo ndani ya mkoa huu. Ila majangili walikuwa ni wao wenyewe, na hata kusafirisha mimi nilikuwa nimewaacha hapa. Huko kwingine kote tulikuwa najua wenyewe walipitaje. Kwa hiyo mkurugenzi wa bandari ndo yupo nyuma ya hili swala. Alia alimuuliza Madaba Kisomba. Inaonyesha hata yeye kuna watu wapo nyuma yake. Yeye pia inaonyesha anatumiwa tu kwa sababu anakishana bandari ili iwe rahisi kusafirisha mizigo yao kama hivyo. Ila kiukweli mimi simjui mtu mwingine yote zaidi ya huyo. Alipewa kiasi gani cha pesa? Walitoa milioni 800. Hizo sio kama nilikuwa nimezitumia mimi peke yangu, hapana. Hizo zilikuwa pia zinatumika kuwaziba midomo watu wanaohusika na mbuga na misitu. Safi kiongozi, sende kwa ushirikiano. Alia alimwambia Madaba Kisomba, kumaanisha wamelizishwa na majibu yake na walipata njia ya kuendelea na kazi yao hiyo, kwa maana kituo kinachofuata ilikuwa ni mkurugenzi wa bandari. Muda huo Kinali kwa mshangao kijua na vijana wengine wakiwa na mapanga na marungu kwenye mikono yao. Hao walikuwa ni vijana wa mji huo, wengine hapo walikuwa ni madereva bodaboda, na wengine walikuwa ni wavuta bangi tu, na wengine vijana walikuwa wanajishughulisha na kazi zingine tofauti. Walikuwa wamefika hapo baada ya kuona kama vile Madaba Kisomba kabaranishwa hivi. Licha Madaba Kisomba kuwa anafanya mambo ya kiukiuka masharti ya kazi yake na kushirikiana na wabadhilifu, ila alikuwa anaishi vizuri sana na watu wake, haswa vijana. Madaba Kisomba alikuwa anawasaidia sana vijana wa mji huo na walikuwa wanampenda sana, na ndio maana vijana waliamua kwenda kukiamsha baada ya kumwona Madaba Kisomba kama vile alikuwa hana amani hivi, akiwa na watu ambao wao hawakuwaelewa kabisa na suti zao. Wenyewe akina nani, mbona kama vile mnamkosesha amani mzee wetu hapa? Hatuwaelewe mjue. Kijana mmoja alikuwa ameuliza akina Alia huku akiwa na panga lake mkononi. Muda huo walikuwa wamesimama mbele ya akina Alia vijana hao wapatao 16. Hii issue maalum ambayo haiwahusu, hampaswi kujua. Alia aliwajibu watu hao, ambapo baada ya jibu hilo liliibuka zogo la vijana hao kuwatupia maneno ya kashfa na matusi. Madaba alijaribu kuwatuliza vijana hao, ila ni kama vijana hao waliona wamedhalilika na kudharaulika sana. Hakutaka kutulia. Mimi turudi Dar es Salaam, watuchelewesha watoto. Baada ya kauli hiyo hakukuwa na mjadala wa kina Alia. Ndani ya dakika 5 tu walikuwa wavunja vijana hao mikono na miguu. Waliwacha wakiwa wamegaragara chini huku wakipiga kelele tu za kuugulia maumivu yao. Wakina Alia wao waliingia ndani ya gari lao na kuondoka zao.
Waliacha gumzo na fundisho kwa watu wengine kwamba umewasikurupukia kuwafanyia fujo watu wasiowajua. Taarifa ilifikishwa kwa mkuu wao ambaye ni Inyoni. Inyoni alikuwa ni mkuu kwa wote hao, hivyo walimfikishia taarifa hiyo na Inyoni alifikisha taarifa hiyo kwa rais. Rais akatoa amri Madaba Kisomba akamatwe mara moja na watu ambao walishirikiana nao kwenye mbuga na misitu wote wakamatwe. Upande mwingine wa simulizi, Mabangi alikuwa njiani kuelekea kwanza kwenye biashara zake. Akiwa njiani alikuwa anaendelea kuwaza hili na lile. Kichwa chake kilikuwa kimejawa na mawazo mengi sana, hasa juu ya Priya. Ila mbona kama nimempenda hivi? Kwa nini nimpende sasa? Ni mzuri lakini uzuri sio kigezo cha mimi kumpenda. Wanawake siwaamini kabisa kwa sababu wanakuwa saliti. Ukishawapa moyo na imani tu wanabadilika sana. Ila kwa nini yeye ndo namfikiria sana? Kwanza mimi sina kosa lolote, ni yeye mwenyewe ambaye alikuwa amekuja ndani. Mimi ningefanyaje sasa? Alikuwa ameanza mwenyewe. Kama nikimpotezea sitokuwa nimemchezea. Ila nawezaje kumpotezea? Mbona kama vile moyo wangu unagoma kabisa kwenye hilo. Mbona ana maneno mazuri sana, anaonekanika ni mwanamke makini sana. Na anasisitiza kuhusu imani, kuthamini na kupenda. Huenda ni mwanamke sahihi kwangu. Mabangi alijikuta akiwa na zozana yeye mwenyewe kimya kimya na kujiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Mabangi alikuwa akijiongelesha hoja mwenyewe na kujipinga mwenyewe. Mabangi alifika hapo kwenye ofisi yake ya biashara na kukagua mambo ya hapa na pale. Alivyokuwa amehakikisha kila kitu kipo sawa, aliamua kutulia sehemu na kuongea kidogo na rafiki yake Roja ambaye alimpa kitengo kwenye biashara hiyo. Kaka, sasa hivi unatakiwa ununue gari sasa, uache kuzurula kwa miguu wakati pesa ya kumiliki gari na kulihudumia na unazotaka. Yaani ndani ya fence mle ndo unaingia kwa miguu. Kuna pengo pale sehemu ya gari pamekaa bure tu. Roja alimwambia rafiki yake Mabangi. Ila ni kweli ujue kaka, umeongea jambo la maana sana. Au ndo kama kawaida yako unahisi watu watakuona ringa? Amna bwana, siku hizi sina hizo bwana. Ila nataka niwe na gari na wewe uwe na gari pia. Akakawe anza, mimi nitafuata kaka. Tusiishi tena kwa shida za lazima, Mungu katufungulia riziki tuzitumie kaka. Sawa kaka, nimekuelewa ndugu yangu. Wacha tufanye hivyo siku sio nyingi. Mabangi sio kama hakuwa na pesa za kununua gari, hapana. Pesa alikuwa nazo, ila tu hakuwa na wazo hilo. Ukiachana na zile pesa alizokuwa amepata baada ya ile kazi ya kule kwa marehemu Jose, Mabangi alipokuwa ameenda kujaribu kuweka pesa kwenye akaunti yake ya benki ambayo ilikuwa haina pesa nyingi zaidi ya pesa za kulinda tu akaunti yake tu, alikuta kuna pesa nyingi sana, milioni 700 na zaidi. Mabangi alivyozikuta hizo pesa alijiuliza ni nani ambaye kamwekea pesa nyingi kama hizo. Alimwazia babake, ila akili likataa kabisa, yeye na babake ni chui na paka. Alimwazia mamake, naye akili ligoma kabisa. Mamake alikuwa hajali kabisa kuhusu yeye, unaweza kuzani ni mtoto wake wa kambo. Aliwazia kuhusu Wazidu na Haria, hapo akili ligoma kabisa, maana ndugu zake hao na yeye walikuwa pia ni paka na panya, kwa sasa hivi hawana maelewano hata kidogo. Ila alijiridhisha kuwa mdogo wake Jairat lazima yeye ndo ambaye alikuwa amemwekea hizo pesa zote kwenye akaunti yake, maana huyu ndiye ndugu yake pekee ambaye anampenda yeye, japo hakuwa na ukaribu wowote kulingana na hiyo migogoro ya kifamilia. Ni wazi kwenye familia mzee John hakukuwa na shida ya pesa hata kidogo. Chukua gari mzee, kisha unaoa sasa. Pale home pakiwa na official shame pale patanoga sana. Achana mambo ya kununua tu malaya huko. Wewe sasa hivi ni kichwa cha familia. Si unaona kinasha wote pale wanakutegemea wewe na familia nzima. Asa Roja kuoa na muanani ndugu yangu. Si Priya kaka. Kauli ya Roja ilimfanya Mabangi amtazame Roja kwa umakini, kana kwamba akasikia neno jipya kwenye maisha yake. Kwa nini Priya? Kwani mimi na uhusiano wa kimapenzi na Priya? Mabangi alimuuliza Roja kwa mshangao, huku akiwa makini na shauku ya kusikia jibu la Roja. Kaka, nani mtoto asiweze kujua kama Priya nakupenda kaka? Yule mwanamke ni mzuri kaka, mitaa ya huku Tegeta yani wote wanamtaka, ila demo kawakazia. Wana kama buku hivi, alafu mwisho wa siku kaja kuzimika kwako. Si bahati hiyo. Mimi Priya namjua kitambo sana, hana tamaa yule demo. Ukiachana na kipindi cha kati hapo alikuwa anajazwa ujinga na wakina Jamila, ila bado ni mwanamke mmoja mwenye tabia nzuri sana. Fresh mwanangu. Acha nikaweke kitu changu sawa bwana. Mabangi aliona maneno ya Roja kama vile anamchanganya hivi, aliamua kumwaga. Acha kuvuta bangi bwana. Kunywa sana maji ili utoe maji. Sasa badala ya kuita Mabangi, Roja alimtania rafiki yake huyo na kujikuta akiwa anacheka huku Mabangi akiondoka zake. Safari ya Mabangi ilikuwa imeenda kuishia kwenye kijiwe kimoja ambacho walikuwa wanakitumia kuvuta bangi na wenzake. Mabangi alivuta sana bangi siku hiyo kama ilivyo jina lake. Hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kuweka kichwa chake sawa, maana aliona mawazo ya Priya hayaishi ndani kichwa chake. Alitumia zaidi ya masaa 4 hapo kwenye hiko kijiwe.
Ilipofika majira ya saa 3 usiku alitoa simu yake na kupiga kwa namba moja hivi iliyosomeka kwa jina la Mwaija. Namba hiyo iliita kwa muda kisha ikapokelewa. Mabangi wangu mambo. Sauti ya kike iliyochangamka sana yenye mvuto wa mahaba ilisikika kwenye simu ya Mabangi, huku ukisikika mziki fulani mzito kwa mbali. Poa vipi, uko wapi? Ameni papa Golden Moon Night Club. Poa, nikifika hapo naje kula mzigo. Wetu Mabangi. Maokoto mbele kama tai. Si unajua mimi sinaga mbambamba kwenye maokoto. Nakujua bosi wangu. Njoo leo nikupe miuno inaitwa miuno ya kuuza shamba hiyo. Najua utaniongezea dahu bosi wangu. Yani leo ukinifurahisha sana na kukupa vibunda bila idadi. Wow, njoo sasa jamani nikupe vitu na nitamanisha ujue. Poa poa. Chapu hapo. Simu hiyo ilikatwa na Mabangi aliwaga masela zake na safari ilianza kwenda huko Golden Moonlight Club. Akili za Mabangi kwa sasa zilikuwa zinamfanya awaze kwenye kutafuta malaya wa kulala naye, na ukizingatia Priya alimkatisha njiani. Ila akiwa njiani anaelekea kuchukua bodaboda ili awahi anapokwenda alisikia ujumbe unaingia kwenye simu yake. Alitoa simu na kusoma ujumbe ulikuwa umetoka kwa Priya. Je, kwa nini nimekukera au? Ujumbe wa Priya ulisomeka hivyo kwenye kioo cha simu ya Mabangi, na kabla Mabangi hajajibu uliingia tena ujumbe mwingine kutoka kwa huyo Priya. Naomba unisamehe kama nimekuzi je. Ila tambua mimi nakupenda, siwezi kuficha hisia zangu. Ni rahisi kwa wingu zito la mvua kuziba jua lisionekanike, ila ni ngumu sana kwa kitu chochote kile ndani ya dunia hii kuziba mbingu isionekane. Ndo ugumu upo kwa mimi kuficha hisia zangu kwako. Ujumbe wa Priya ulisomeka hivyo kwa mara nyingine kwenye simu ya Mabangi. Mahaba ni uwe. Nitamjibu baadaye. Mabangi alijisemea mwenyewe kwa kuwa anatembea kwa mwendo haraka haraka kwenda kwenye kituo cha bodaboda. Lakini nitamjibu nini? Mbona hata sielewi kumjibu. Nahisi hata hizi bangi zimeshafanya nizidi kumpenda huyo binti. Ila ngoja nitajua nini cha kumjibu, acha kwanza nikapunguze kichupa hiki. Ila si nitakuwa na msaliti Priya jamani. Amie chizie. Asa na msaliti vipi wakati sio mpenzi wangu? Mabangi alikuwa anazua hoja mfululizo kichwani mwake huku akiwa anaendelea kujiuliza na kujibu mwenyewe kipindi bado yupo kwenye mwendo wake kwenda kwenye kituo cha bodaboda. Hata watu alikuwa anapishana nao walijua wazi kabisa kama Mabangi yupo kwenye dimbwi la mawazo, maana hata salamu za watu waliokuwa wanamsalimia hakuweza kuzisikia. Yeye alikuwa na mwendo wake tu akiwa anatizama kwenye simu yake na kutizama mbele kabla ya kurudisha tena macho kwenye simu yake. Muda huo akiwa bado kashika simu yake uliingia ujumbe mfupi kutoka kwa Morgan. Ujumbe uliosomeka: mambo vipi Mabangi? Upo wapi? Nataka tuje tuzungumze kuhusu ile issue. Baada ya kusoma ujumbe huo, Mabangi alikumbuka kwamba siku kadhaa nyuma Morgan aliwahi kumpigia simu na kumwomba kuwa asaidiane na kikosi chao cha kijeshi na kiusalama kwenye kuwamaliza maadui zao wanaotokea Soudan. Jambo hilo kwa Mabangi lilikuwa ni gumu sana, maana Mabangi kwa sasa hivi alikuwa kaamua kuishi maisha yake ya kawaida kabisa. Hakutaka kujihusisha na mapambano ya aina yote ile. Ila pia alijua wazi kama hiko kikosi ni cha kijeshi, ni wazi kitakuwa kiko chini ya mkuu wa majeshi ambaye ni babake mzazi Mzee Ramazan Enyoni. Alitambua kuwa Morgan hajui kama yeye ni mtoto wa Enyoni na hajui lolote lilokuwa limeendelea kumhusu yeye na mzee huyo. Mabangi alichagua kujibu ujumbe huo, na muda huo alishafika kwenye kituo cha bodaboda. Wa Musa, nirusha hapo Golden Moon chap. Mabangi alimuita dereva mmoja hivyo bodaboda, na dereva huyo kwa haraka sana akawasha pikipiki yake. Mabangi akapanda na safari ya kwenda kwenye klabu hiyo ikaanza. Dakika 7 tu zilitosha kufika kwenye klabu hiyo. Mabangi alimpa dereva huyo hela yake kisha akazama ndani ya klabu, huku dereva huyo naye akirudi zake kwenye kijiwe chake. Alikuwa anakusubiri wetu hapa bosi baby jamani. Mabangi ile anaingia tu ndani ya klabu alipokelewa na Mwaija ambaye alikuwa anamsubiri kwa hamu sana. Kwa hiyo sasa Mabangi alimuuliza Mwaija, "Twende tukaruke shoto. Si tunachukua vinywaji hapo au?" "Wewe tu." "Poa, twende counter kuchukua vinywaji." Mabangi akiwa na mwanamke huyo aliyekuwa ni mzuri wa sura na umbo walianza kuongozana kwenda counter kuchukua vinywaji, huku akipishana na watu wengi sana waliokuwa kwa busy na mambo yao ndani ya klabu hiyo, huku muziki mkubwa ukiwa unasumbua masikio yao. Licha ya Mwaija kuwa mzuri ambaye alikuwa anajua kujilemba ili kuwa na mvuto zaidi kwenye hiyo kazi yake ya kuuza mwili, ila bado alikuwa anaingia mara 30 kwa Asha na Jamila ili kufikia uzuri wao na mara 100 ili kufikia uzuri wa Priya. Walifika kaunti na kuanza kuagiza vinywaji vyao walivyokuwa wanavitaka. "Mabangi, tunaweza kuzungumza mara moja?" Mabangi alisikia sauti ya kike ikimwongelesha nyuma ya sikio lake ikiambatana na kumshika bega. Alitambua vyema kwamba sauti hiyo ni ya Morgan. Mabangi alimgeukia Morgan na kumtazama mwanamke huyo nzuri sana, mwembamba fulani hivi, ila umbo lake lilikuwa limejitenga vyema kuanzia kiuno, makalio, tumbo na kila kitu. Japo alikuwa mwembamba ila
Alikuwa na kalio la kusumbulia watu, sura pia ilikuwa ni nzuri sana. Huyu alimzidi Mwaija mara 50 kwa uzuri, huku akiwazidi Jamira na Asha mara 20 na akizidiwa uzuri na Priya mara 50. Morgan, nitakutafuta mwanangu leo, umenikuta nipo kwenye mudi mbovu sana. Nitakuboa tu maana nitakuwa sikuelewi. Mabange alimjibu Morgan akiwa amesogelea kwenye sikio ili aweze kumsikia maana sauti ya muziki ilikuwa ni kubwa sana. Mabange, bado hujaacha tu kununua makaba? Atulia wewe, tutaongea siku nyingine. Mabange hakuwa na muda wa kupoteza, alimchukua Mwaija na wakaanza kuondoka wakikatiza katikati ya meza na viti vilivyokuwa vimejaa watu wengi waliokuwa kwa busy kunywa pombe. Walifuata mlango mmoja ambao huo uliwapeleka kwenye korido moja ndefu ambayo ilikuwa na vyumba vingi. Mwanzo wa korido hiyo kulikuwa kuna dirisha moja ambalo inapatikana kama mhudumu wa vyumba hivyo. Walisogea kwenye dirisha hilo na kulipia chumba kwa mhudumu ambaye alikuwa amemkuta hapo, ambaye walikuwa wanamjua vizuri sana na yeye alikuwa anawajua wote, Mwaija na Mabange. Baada ya kulipia walipewa funguo ya chumba walichokuwa wamechagua kwa sababu walikuwa wenyewe kwenye sehemu hiyo. Basi moja kwa moja walienda kwenye hiko chumba na kuzama ndani. Tuondokeni hapa, hakuna la maana, mtu mwenyewe yuko busy na malaya. Morgan aliwaambia wenzake ambao walikuwa ni Mpogo, Big na Ruby, aliokuwa amekuja nao hapo kwa ajili ya kumshawishi Mabange ashirikiane nao. Achana naye bwana. Kwanza huyo mshikaji mwenyewe sidhani kabisa kama ana msaada wote ule kwenye hili jambo. Unaotaka tumshirikishe. Namuona ni mtu wa ovyo ovyo tu, mtu yuko busy na malaya tu na pombe. Anaonekanika anakula bangi kishenzi sana. Ndio atatusaidia nini huyo? Bigi aliongea kwa msisitizo, akionekanika kuchukizwa na Mabange kwa kitendo cha kuwapuuzia kisa yupo na mwanamke, tena mwanamke kahaba pia. Hakuwa na imani naye. Bigi, mwili mkubwa akili kisoda. Ndio ile mwili tembo akili sisimizi. Kama una jicho la mapigano utagundua jamaa yule ana kitu. Sisi ambao tumeishi kwa Japani kwenye matempo tunaelewa watu hatari hata kwa kuwatazama macho yao tu. Mbogo alimkosoa Bigi japo hakuonekanika kuwa serious sana. Wewe China na Japani umeishi lini wewe? Wewe si muungoni wa Ruvuma Tanzania, nyumbi bombi? Huwezi kuelewa wewe mtoto mdogo sana, nimeishi kwenye matempo kabla hujazaliwa wewe. Kule salamu yetu tulikuwa tunasema omitofa. Mse wewe. Tuondokeni bwana. Kwanza mie bora tu nikalale. Ruby alichagua kuondoka kipindi Morgan akiwa hajiwezi kwa kicheko. Aliona Mpogo na Bigo anachekesha sana. Ila sikilizeni kwanza jamani. Tumekuja klabu, tumemkosa huyo jamaa, ndo hata muziki pia tusicheze jamani. Hata kama unajeshi jamaa anajeziwa kucheza muziki, tunaenda kwanza tukacheze muziki kabisa basi. Mbogo una kichau, nani acheze muziki? Kwani hapa tulikuja kucheza muziki au? Ana wazimu huyo. Morgan alimuuliza Mbogo kwa mshangao na Ruby naye alichombeza kwa kushadadia. Huyo jamaa muungoni hapo kasha tamani tako la Morgan hapo bila kujali kwamba ni kiongozi wake kikosi. Akili yake inawaza kubambia tu. Bigi naye aliongea kwa kumkosoa Mbogo. Bigi kausha. Sasa sikia Morgan. Hapa hatupo kwenye kazi saa hizi kama vile mtu na kiongozi wake, hapana. Hapa kama mtu na rafiki yake. Basi mimi nituka mwenyewe wadada na viuno vigumu, mimi nikacheza na wadada wenye viuno laini kule kwenye dance floor. Au sio? Basi subiri. Morgan baada ya kusema hivyo alienda counter kaagiza pombe fulani kali, akamiminiwa kwenye glasi kidogo, akanywa kwa funda moja tu. Alimiminiwa na kingine nacho alikunywa kwa mkupuo mmoja pia. Akarudi pale alipokuwa amewacha akina Mbogo, akamshika mkono Mbogo na kwenda naye sehemu aliyokuwa anachezea watu muziki. Morgan alikuwa katoa aibu hapo, alikuwa ameanza kucheza muziki na Mbogo. Jinsi Morgan alivyokuwa anajua kukitumia kiuno chake laini kucheza muziki ambao alikuwa anajua hasa kwenda na beat na ala za muziki. Aisee, usingeweza kuzani kama ni mwanajeshi na jasusi wa kikosi cha kijeshi. Hata Mbogo mwenyewe ambaye alikuwa anacheza naye akiwa yuko nyuma yake na kakishikilia kiuno cha Morgan kana kwamba kinaweza kuchomoka muda wote, alikuwa haamini kwa alichokuwa anakiona kwa kiongozi wake huyo wa kikosi. Hata Big na Ruby nao walibaki kushangaa, maana hawakuwahi kumwona wala kumfikiria Morgan kama anaweza kucheza muziki kwa kiasi hicho, tena ana kiuno laini kama hivyo. Sio wao tu walikuwa wanashangaa, hata watu wengine waliokuwa wanacheza muziki nao walijikuta wakiwa wanashawishika kuwatazama Morgan na Mbogo, ila macho yao yalikuwa yamevutiwa zaidi na uchezaji wa Morgan. Tukacheze basi Ruby. Big alimwambia Ruby japo alikuwa anajua kabisa kama Ruby hawezi kukubali kucheza. Ruby alikuwa mpole, alikuwa ni mtu ambaye hajihusishi na mambo mengi zaidi ya yale majukumu yake. Yeye alikuwa na ufanisi kwenye kazi yake tu, hasa udongoaji. Hata kwenye mazungumzo yeye hakuwa muongeaji sana, hata kwenye maneno ya kuchekesha yeye alikuwa ni mgumu sana kucheka. Kama alivyotarajia Big ikawa hivyo Ruby alikataa kucheza. Mimi siwezi kucheza bana. Ruby alijibu kiufupi. Big hakuwa na haja ya kumlazimisha, alikuwa anamjua, akisema hawezi basi ndo hawezi.
Bigi naye ilibidi acheze tu mwenyewe, japo yeye kutokana na mwili wake kuwa mkubwa na kitambi alikuwa anachekesha akicheza. Hapo hata Ruby japo alikuwa mgumu kucheka, alijikuta akiwa anacheka kila akimtazama Bigi anapocheza. Uko chumbani sasa, Mabangi alikunywa pombe kali iliyokuwa ameingia nayo, huku na Mwaija naye akiwa kanywa bia zake 2 kati ya 4 alizokuwa ameingia nazo huko ndani. Mwaija alikuwa akimshikashika Mabangi sehemu mbalimbali za mwili, na Mabangi hakutaka mambo mengi, maana alikuwa na hamu ambayo alikatishwa na Priya. Alimnyanyua Mwaija na kumuinamisha, akiweka kiupi yake Mwaija pembeni na kupaka mate tango lake na kuliingiza taratibu. Hapo aliendelea kuingiza na kutoa kwa kasi sana, na alikuwa na ugumu vibaya mno. Mabangi alikuwa anafanya kama vile katoka jela leo, mpaka Mwaija mwenyewe aliona pesa ya leo ya Mabangi ni moto sana. Dakika 40 zilitimia, Mabangi akiwa yupo kwenye kasi ile ile. Hapo sasa Mwaija aliona ni mateso, aliamua kubadilisha mtindo. Mara hii Mwaija alimkalia Mabangi na tango la Mabangi lilikuwa limezama kwenye kitumbo chake. Mwaija alianza naye kukata viuno kwa fujo sana, ila bado Mabangi hakuwa nyuma, alikuwa anaendana na kasi ya kiuno iko, hali iliyozidi ugumu kwa Mwaija, ila ilibidi kuvumilia maana yupo kazini. Baada ya saa 1 na dakika 20 Mabangi alipiga mshindo wake mzito sana, akiwa yuko hoya na hema kama vile kakimbia kupandisha mlima. Wewe leo ulikuja kunikomoa au mpaka kitumbo chote hapa kimewaka moto? Kimekuwa kama vile kimechanwa kwa ndani. Mwaija alimuuliza Mabangi, huku na yeye akiwa anahemea juu mithili ya mtu aliyekuwa ametua mzigo mzito sana. Ama ni upwili tu, ngoja kwanza nikaoge maana naweza kujikuta nimepitiwa na usingizi hapa. Haya sawa. Mabangi kwa kuwa hakuwa na nguo yoyote ile kwenye mwili wake, basi aliingia zake bafuni akiwa anakabeba taulo, ila kabla hajaanza kuoga Mwaija naye alizama bafuni humo na wakaanza kuogeshana. Utazani ni mke na mume, kumbe ni mtu na mteja wake. Dakika 20 zilitosha kwa Mabangi na Mwaija kumaliza kuoga, kila mmoja kwa kumsugua mwenzake sehemu za mwili. Haya, mshiko wako hapo. Mabangi alimkabidhi Mwaija hela yake ambayo ilikuwa ni hela zaidi ya ile ya dau la Mwaija la kila siku. Leo alikuwa amepewa mara 3 ya dau lake. Hiyo ni baada ya kuwa wamemaliza kuoga na kutoka bafuni. Asante jamani Mabangi. Unajua kuna muda waga natamani hata ungelikuwa mume wangu. Mwaija alizipokea pesa hizo kwa furaha sana. Hii ina maana unatoza kuolewa. Kwa nini siwe nazo Mabangi? Unajua watu wanachukuliaje sijui sisi ambao tunafanya hizi kazi za biashara za kujiuza, ila hawajui wengine kuna mambo ambayo yanatusukuma. Unajua ugumu wa maisha una tofauti kwa levels na mazingira. Siwezi kuongea sana, ila kama napata mwanaume anayenijali mimi na familia yangu, kweli naolewa. Sasa ngoja nilale kidogo alafu nikiamka tutaongea. Sawa, ila ndo unalala na nguo zako jamani. Au unajua mimi sipendi kujifunika shuka, kwa hiyo na huu ubaridi wa AC hapa bora tu nilale na nguo zangu. Halafu nataka nikiamka tu niondoke zangu. Sitaki tena habari za kuanza kujiandaa hapa. Haya sawa. Mabangi alala zake, ila hakuwa amelala usingizi japo alikuwa amechoka, ila moyo wake ulikuwa unahisi kuna kitu hakipo sawa. Hivyo ndani dakika alikuwa ameigiza tu kama mtu aliyekuwa amelala usingizi mzito sana na kukoroma kabisa. Ruby simu yake ilianza kuita, alitazama mpigaji alikuwa ni mama yake. Ruby alijua kabisa kwamba mama yake alikuwa anataka kumuuliza mbona hajarudi mpaka majira ya saa 6 usiku, na hakutoa taarifa kwamba siku hiyo labda angechelewa au asingerudi kabisa. Ruby alielekea eneo moja ambalo lilikuwa lipo ndani ya klabu hiyo, na lilikuwa tulivu sana. Huko hakukuwa na kelele za muziki. Palikuwa pametengwa mahususi kwa ajili ya kuongea na simu au watu kuzungumza kwa utulivu wa kusikilizana. Ruby alizungumza na mama yake na kumtoa hofu, kisha akakata simu na kutazama watu wachache waliokuwa hapo wakiongea na simu, wengine walikuwa wakiongea kwa mazungumzo yao. Ruby aliachana nao na kuamua kuondoka zake, ila Ruby alijikuta masikio yake yakinasa mazungumzo fulani ya wanaume 5 waliokuwa wamesimama mahali fulani karibu kabisa na alipokuwa Ruby. Ruby alitega masikio yake vyema kwa ajili ya kusikiliza vizuri na kuelewa. Sasa yule mwanamke aliyeondoka naye Mabangi ndo nilimpa kazi ya kumdunga Mabangi sumu kupitia kibanio chake cha nywele. Kile kibanio chake kina sumu, nimeiweka atamchoma Mabangi, na ni sumu ambayo inaanza kufanya kazi hapo baada ya kuchomwa. Kwa hiyo muda walioenda nadhani saizi tayari atakuwa kashafanya hiyo kazi. Twendeni, na hata kama atakuwa bado hajafanya hivyo tutamua sisi wenyewe. Wapo kwenye chumba nambari 11. Sawa mkuu. Tufanye tukio la sana tuondoke. Hakuna hata kufanya makosa, kumbukeni hata huyo mwanamke tunamuua ili asije kusambaza hizo habari. Ruby alisikia sauti nzito ya mwanaume akitoa maelekezo hayo na kuitika pamoja na wanaume wengine. Walikuwa wanapokea amri kutoka kwa mwanaume huyo. Kwa macho ya kuibia, Ruby aliweza kuwaona wanaume hao walikuwa hapo kwenye mavazi meusi, maboshori vichwani mwao. Ruby kwa haraka alijua kofia hizo aina ya boshori na ni kofia ambazo zimekunjwa, zikikunjuliwa zinafunika uso mzima na kuacha macho tu.
Ruby aliondoka zake bila kuonesha dalili zote zile kama alikuwa amesikiliza maongezi ya wanaume, ila alipotea kwenye macho ya wanaume hao na aliongeza mwendo kuwahi alipokuwa pamoja na wenzake. Huku chumbani, Mwaija alimtingisha kidogo Mabangi ili kuona kama amelala. Alipokuwa amejihakikisha kama Mabangi amelala fofofo, alichomoa kibanio chake alichokuwa amekitumia kubania nywele zake, na ndicho kibanio kilichokuwa na sumu. Ni kibanio kilichokuwa na ncha kali sana kwa mbele kama vile sindano. Alinyanyua mkono wake kwa nguvu akilenga kumchoma Mabangi kwenye shingo, na kibanio hicho Mabangi aliyekuwa kalala kifudifudi na shingo yake ilikuwa imegeuzia upande ambao alikuwa anatizama ukuta, sio upande ule aliyokuwepo Mwaija. Mwaija, huku mapigo yake ya moyo akiwa na mwenda mbio, akiwa na wasiwasi wa kufanya jambo hilo la kumuua mtu ambaye kamzoea sana, mtu ambaye alikuwa anamjali licha ya kuwa yeye ni kahaba. Ila Mwaija kuliwaza hilo sana. Kama kawaida, pesa ni kila kitu kwa binadamu, na ndio ilivyokuwa kwa Mwaija pia. Tamaa ya pesa ilishauteka moyo wake na kuwa tayari kumuua Mabangi, japo roho yake ilikuwa inamsuta. Hakujua kuwa waliompa kazi hiyo wana mpango wa kumuua na yeye pia akimaliza hiyo kazi. Kabla Mwaija hajafikisha kibanio chake chenye ncha kali, Mabangi alikurupuka na kugeuka kwa kasi ajabu sana. Aliudaka mkono wa Mwaija bila kujiuliza. Aligeuza mkono wa Mwaija kwa nguvu na kufanya kile kibanio kimchome mwenyewe Mwaija kwenye bega. Mwaija alishtuka kwa hofu na kuanza kuhaha mithili ya mbwa aliyepigwa jiwe la mbavu. Na sekunde 5 zilitosha kwa Mwaija mwili wake kuanza kubadilika rangi na kuwa rangi kama ya kijivu hivi, na hapo Mwaija alidondoka chini akionekanika kuishiwa nguvu, na ngozi ya mwili wake ulianza kujikunja kama ngozi ya kikongo wa miaka 180. Muda huo Mabangi alisikia kishindo mlangoni. Wamejichanganya. Lakini sawa, uyetuone ni kitakachowakuta. Msikilizaji, huo mziki utakaochezwa hapo na Sindimba Morgan pamoja na kina Ruby wakiwa kwa upande wa pili, nadhani utashuhudia mziki unaokwenda kupigwa hapo, na yule ambaye anajaribu kuzalama Mabangi ataweza kujua namna nzuri ya kuweza kumheshimu Mabangi. Tuishie hapo katika sehemu ya pili msikilizaji, ili tuwe na muda wa kutosha kuweza kuendelea na sehemu ya 3 ya simulizi yetu, Kona ya Msalitiwa. Nani kasalitiwa mpaka sasa hatujajua, lakini tupo ndani ya kona hiyo ya mtu aliyesalitiwa. Tuko na mtaalamu wetu Mabangi akionekana ndo styling wa sinema yetu, lakini tuko na bwana mdogo wa kuitwa Rehani, kijana handsome lakini mtoto wa huyo mkuu wa majeshi Nyoni, lakini akiwa ni mtoto wa Rose ambaye ni mama mwingine, ambaye Rose mama yake na mdogo wake waliuliwa. Hatujijua kwamba Rehani yeye aliponea wapi alipokuwa mdogo. Kama nakumbuka story ya flashback miaka 20 nyuma, aliponea wapi na akawa inawezekana ni mtu hatari, kwa sababu tulionekana kwamba Rehani alipata taarifa za kwenda kuokoa meno ya tembo kule, lakini huko tukaenda kumsikia mtu anaitwa Rax Soz. Hatukupata kujua kama ni Rehani mwenyewe alikuwa ni nani. Endelea kubaki na mimi, utapata kujuza kwa uzuri sana. YouTube channel Simulizi Mix, WhatsApp 0677062012. Kama ulikosa offer ya simulizi, basi tucheki tu kupitia WhatsApp namba hiyo, utapewa bei halisi ya simulizi yetu na utaweza kulipia ukaweza kuipata yote mpaka mwisho bila kusubiri. Mimi director ni mtunzi ni Esi Hussein Vumbi. Tukutane katika sehemu inayofuata. Bye bye.